Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV. Karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema, kipindi ambacho kinakujia kila siku za Jumapili asubuhi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 za mchana. Ni masaa mawili ambayo tunakuwa tukiangazia masuala mbalimbali. Leo alhamdulillah ni asubuhi ya Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa pili. Katika masaa yetu mawili tutakuwa tukiangazia katika kipengele cha kwanza, kipengele cha Uislamu mitandaoni. Tutaangalia mambo mbalimbali ambayo yamejiri katika mitandao ya kijamii ambayo yanazungumzia masuala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Lakini pia kipengele cha pili tutakuwa na kipengele cha Faidika, kipengele ambacho kitakuwa zungumzia mambo mbalimbali ambayo moja kwa moja basi yanakunufaisha ama kukufaidisha wewe mtazamaji. Na katika Faidika leo tutakuwa tukiangazia lishe ya mgonjwa wa kisukari. Tutakuwa na mtaalamu wa lishe ndugu yetu Juma Hussein Kilaghai. Lakini baadaye pia tutakuwa na meza ya sheria, kipengele ambacho tutakuwa tukiangazia hukumu ya kisheria kwa mujibu wa sheria dini ya Kiislamu katika masuala mbalimbali yanayohusiana na sheria kwa ujumla wake. Na leo tutakuwa tukizungumzia hukumu ya sikukuu au sherehe zisizo za Kiislamu. Na katika kuzungumzia hilo tutakuwa naye Sheikh Mikidadi Lipena. Hichi kitakuwa kipengele chetu cha mwisho kabisa. Basi katika kuendesha hii Asubuhi Njema siku ya leo utakuwa nami Rajab Msami, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu. Mimi naitwa Ayubu Mgema, ndiye ambaye tutaweza kulisongesha hili. Tukukaribishe kwa sababu ni masaa mawili tu ambayo kuna mengi mazuri ambayo utaweza kuyapata kutoka hapa kwetu. Naam, kama nilivyosema mtazamaji, tutakuwa na masaa hayo mawili ya vipengele vitatu ambavyo bila shaka utanufaika na kufaidika kwa kutufuatilia. Nikusihi tu usitoke kwenye runinga yako, uwe nasi kuanzia hapa tunavyoanza mpaka tutakapofika tamati ya kipindi hichi. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaenda moja kwa moja kwenye Uislamu mitandaoni kuangalia kipi basi kimezungumzwa zaidi katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Uislamu. Tupate mapumziko mafupi, tukija moja kwa moja tutaangalia katika Uislamu mitandaoni. Salamun ala khairi khalqillah, salamun alayka Rasulullah, salamun ala khairi khalqillah, salamun alayka Rasulullah, salamun ala khairi manhajil kiram, salamun ala khairi adli wa salam, salam. Naam mtazamaji, karibu katika kipengele hichi ambacho nimekueleza awali kuwa ni kipengele cha Uislamu mitandaoni, kipengele ambacho tutakuwa tukiangazia masuala mbalimbali ambayo yameandikwa kwa juma zima katika mitandao mbalimbali ambayo yanahusiana moja kwa moja au yanazungumzia masuala ya Uislamu. Na brother, hebu nisisitize hapo, kuna haja sana ya kuchunga katika mitandao ya kijamii kwa sababu kumekuwa na matumizi mabovu sana ya mitandao ya kijamii na kimsingi ni matumizi ambayo yanatutoa katika mila na tamaduni za Kiislamu. Sisi kama Waislamu bila shaka tunatakiwa tuchunge sana kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Na tuishi katika misingi ya Uislamu wetu, tutoe katika njia. Na hili la msingi sana kwa sababu mitandao ina matumizi makubwa hasa vijana. Kundi linaloathirika sana ni vijana. Basi tuende moja kwa moja katika kutazama katika kurasa mbalimbali za mitandao. Na kwa kuanza basi tuanze na mtandao wa Instagram. Katika mtandao wa Instagram tuangalie kurasa wa Islamic Foundation, moja katika taasisi kubwa tu nchini Tanzania. Tuangalie katika ukurasa wao kuna post ambayo wameiweka. Ni post ambayo inasomeka, je, unajua kuna udhaifu mkubwa wa uelewa miongoni mwa Waislamu katika mambo ya kisheria. Ipo mifano mingi ya watu wanaotoa majibu mepesi katika hoja nzito na maswali ya msingi wanayoulizwa na watu kwenye mitaa wanayoishi kuhusu hukumu mbalimbali
za Uislamu. Hili ambalo limepostiwa na ndugu zetu wa Islamic Foundation katika mtandao wa Instagram, ndio ni swala ambalo lipo. Kwa mfano, Sheikh Rajab, unaweza kukutana na kijana wa Kiislamu kamuuliza, Sheikh, kwa nini uswali? Swali jepesi tu hilo, lakini majibu mepesi atakayokupa ndo hili ambalo limemaanishwa hapa. Utasikia na sababu zake mwenyewe, labda utamsikia hajajaliwa kuswali kwa kipindi hicho. Kwa hiyo hiki ambacho kimepostiwa na ndugu zetu wa Islamic Foundation, kiukweli kabisa ndicho ambacho kipo katika jamii. Lakini wakati mwingine brother Ayub, pia kuna jambo ambalo lipo sana katika jamii ambazo tunaishi katika mitaa yetu. Kila mtu amekuwa shekhe. Yaani kila mtu amekuwa shekhe katika namna gani? Yaani kuna masuala ya kisheria. Kwa mfano sisi hapa tuna kipengele cha mwisho kabisa cha meza ya sheria. Kwa kuna masuala mengi ya kisheria ambayo yanahitaji elimu. Watu wamekuwa wakiyatolea majibu mepesi pia mitaani. Yaani mathalan mtu anaweza akauliza jambo la kisheria, akauliza swali tu, bwana, hivi bwana, mirathi mtu akifa kabla ya wazazi wake, vipi yeye ana watoto, wazazi wake wako hai, yeye amekufa kabla ya wazazi wake wakifa watoto wake wanarithi. Kimsingi hili ni swala la kisheria, ni jambo ambalo linahitaji elimu. Lakini sasa kwa sababu mtaani kila mtu amekuwa shekhe, kila mtu ana uwezo wa kulijibu jambo la kidini katika dhana ya yeye anavyoona. Kwa hiyo ndio unakuta madhara yake kwamba mtu anatoa majibu mepesi ambayo ni uongo kabisa. Kwa hiyo kuna kila sababu ya sisi kama Waislamu kuhofia, kuwa na hofu. Kama jambo ulijui na jambo huna elimu nalo, ni bora mkamtafuta mtu sahihi, au ni bora mkamwendea mtu sahihi, na tujifunze tu. Kitu usichokijua basi usikizungumze. Yani kukiri, unajua kusema kwamba mimi siwezi ni jambo zuri, unakuwa umeweka na hilo ulozungumza ni jambo la msingi, kwa sababu kwa sasa hivi hata masuala ya ndoa, yani mtu ana tatizo na mkewe, basi analileta katika jamii, yani maskani, labda wamekaa, bwana, mimi mke wangu ana jambo kadha, wakati hata swala la ndoa si swala dogo kama ambavyo tunalichukua. Swala ndoa swala la kiibada, kwa hiyo bila shaka lina misingi yake kisheria, ni swala ambalo ni swala kielimu pia. Ndio. Kwa hiyo ndugu zetu wa Islamic Foundation, kwa hakika posti yao ina ujumbe mzito na ujumbe mzuri. Na bila shaka Waislamu ni wasii tu, tunapenda sana katika matumizi yetu ya mitandao ya kijamii kuangalia hizi kurasa ambazo ni kurasa za taasisi za Kiislamu, au ni kurasa ambazo zinapendelea kupost haya mambo ambayo ni ukumbusho kwetu sisi kama Waislamu. Sawa. Na tukisalia hapo katika ukurasa wa Islamic Foundation, ndio kuna posti yao nyingine waliposti. Ndio wanasema, je, unajua limetajwa kuwa wanawake wengi wa Kiislamu wamekuwa wakisuasua kuvaa vazi tukufu la hijab kwa sababu ya kuogopa kudhihirisha Uislamu wao machoni mwa watu. Na hili moja kati ya swala msingi, yani binti wa Kiislamu kujistiri, kuvaa hijabu, kuonyesha Uislamu wake umekuwa mtihani. Na hii ndugu zetu wa Islamic Foundation ni moja pia kati ya posti ambayo ina faida sana kwa jamii. Yani ni jambo la msingi sana amelizungumza. Kwa dada zetu kidogo kuna mitihani sana, hasa katika upande wa stara, upande wa kujistiri. Na mimi brother Ayub, kwa research yangu ndogo tu niloifanya, nimegundua mambo makubwa mawili kwenye upande wa stara. Kuna wale ambao hawajistiri moja kwa moja, yani kwamba mtu moja kwa moja ajistiri, lakini pia kuna uelewa mdogo kuhusiana na stara yenyewe. Yani stara yenyewe kisheria, kwa sababu mtu mwingine anaona tu kwa sababu amevaa nguo ndefu. Mtu anaweza kama amevaa nguo ndefu lakini imembana, inaonyesha maumbile yake. Kwa mwingine anaona kuvaa nguo ndefu tu ndio kujistiri, au mwingine anaona kuvaa ushungi tu, yani anaweza ushungi wenyewe jinsi alivyovaa, baadhi ya viungo vyake vingine amevaa ushungi, baadhi ya viungo vyake vingine vinaonekana. Au mtu mwingine ushungi wenyewe ameutupia, umeanzia hapa, nywele ziko wazi, yani. Au wapo wengine anavaa ushungi lakini ile anavaa kwamba nywele zangu unajua sijazitengeneza, alafu nimepata mtoko. Kwa hiyo anavaa ushungi kama tu kitu cha kuficha nywele. Na wapo baadhi ya dada zetu ambao wao kuvaa kwao kujistiri ni pale labda atapopita mbele ya madrasa kwamba kuna ustazi wangu kanifundisha dini, basi hamuogopi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
anafanya kwa sababu ustazi wake alifundisha dini au shekhe wake kwamba huyu yupo. Kwa hiyo kiukweli kabisa kwenye suala zima la kujistiri, na Sheikh Rajab, kuna jambo moja, kuna baadhi ya sehemu kuna baadhi ya sehemu hususan makazini kuna baadhi ya taasisi ni za Kiislamu, lakini hata wafanyakazi wake mavazi wanaovaa hususan mabinti yanakuwa si mavazi katika Uislamu na unashangaa ni taasisi ya Kiislamu. Kwa hiyo hili kama Waislamu inapaswa tuliongelee. Ndio hilo ambalo mimi nilikuwa nalizungumza awali kwamba pia uelewa wa stara, yani tumechukulia stara kimazoea sana. Yani kwamba mtu tu ana ushungi wake, amevaa baibui lake. Wapo siku hizi mabaibui mtu au unamkuta binti amevaa baibui na ushungi, lakini ile baibui hapa katikati maeneo ya kiuno linabanwa la cho kuonyesha umbile. Na hii kwa kweli ni kitu ambacho ni kitu ambacho kinaonekana sana katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Ukiangalia katika majiji makubwa yote Afrika Mashariki, ukitizama mabinti wengi wa Kiislamu muonekano wao unakuta upo hivyo, unakuta kwa hivyo. Kwa hiyo hichi pia walichokipost ndugu zetu wa Islamic Foundation ni moja katika jambo ambalo tunatakiwa tulizingatie sana, na haswa dada zetu walizingatie. Na hili jambo la stara ni jukumu si tu kwa dada zetu, ni jukumu kwa jamii nzima. Yani mzazi anatakiwa hakikishe binti yake anajistiri, lakini mume anatakiwa hakikishe mkewe anajistiri. Mama anatakiwa hakikishe mwanae anajistiri, yani kaka hakikishe dada yake anajistiri. Ni jambo mtambuka ambalo linajumuisha jamii kwa ujumla. Kimsingi kwamba jamii wote tuwe mabalozi katika kuyakemea yale ambayo tunayaona hayapo sahihi. Kwa hiyo tunatumia fursa hii pia kuzungumza kwamba haya ambayo yanazungumzwa huko au yanaandikwa katika hizi page za Kiislamu ni mambo ya msingi ambayo tunahitaji kuyazingatia kimsingi. Naam, Shayub, basi moja kwa moja tuangazie pia ukurasa mwingine ambao umezungumzia masuala ya Kiislamu ambayo yana faida moja kwa moja. Ni ukurasa wa Islamic Deen. Ukurasa, ukienda katika ukurasa wa Instagram wa Islamic Deen, moja kati ya posti zao kuna post moja nzuri sana ambayo ya msingi. Wao wameandika nguzo za msamaha. Wameandika nguzo za msamaha na wameziorodhesha. Anasema nguzo ya kwanza ya msamaha ni kukiri kwa kutamka neno lenyewe ni samehe. Lakini pia nguzo ya pili ni kukubali kuwa wewe ndiye mkosaji. Nguzo ya tatu ni kufanya mema yatakayofuta kosa pamoja na kuto kulirudia kosa. Na hapa wakasisitiza kuwa wengi tujitahidi kuzingatia namba 1 na namba 2. Namba 1 na namba 2, ila katika maisha ukijaliwa mwenye kuzingatia namba 3, wallahi na kuhusia usikubali uachane naye. Yani anasema hapa katika kusisitiza wengi hujitahidi kuzingatia namba 1 na namba 2. Ni kweli unaweza ukafanya kosa, lakini kukiri kwa kutamka nisamehe inakuwa ni rahisi. Yani kwa mfano nimekosea Sheikh Rajab kufuata nisamehe ni rahisi. Na namba 2 kukubali kuwa wewe ndio mkosaji. Yani kitendo cha mimi kuja kwako kukiri tu kwamba nisamehe tayari nimekubali. Umekubali kuwa wewe ni mkosaji. Maana yake haya namba 5. Yanafanana. 1 na 2 yanafuatana. Lakini wanasema hili la 3, kufanya mema atakayofuta kosa pamoja na kutorudia kosa. Hili ndo baya na ndo gumu kwa hili gumu. Wengi wetu tumekuwa mimi nitazungumzia sana swala hili la nguzo ya msamaha. Moja katika maeneo ambayo watu hukoseana sana katika jamii ni katika upande wa ndoa. Unajua kwenye ndoa kuna migogoro mingi. Unajua watu mkishaishi pamoja bila shaka yani kuna kuwa na binadamu, sisi kuna mkamilifu. Kwa hiyo kukoseana kupo sana. Sasa hivi vipengele viwili za nguzo za msamaha ambazo ndugu zetu Islamic Deen wamepost katika page yao ya Instagram, hivi ni vitu vyepesi sana kwa wanandoa. Yani kukiri, kumtaka mtu kusema tu bana nisamehe, na kukubali kwamba wewe umekosa ni vitu vyepesi. Lakini sasa kufanya mema yatakayofuta kosa pamoja na kuto kulirudia kosa, hapa ndio inakuwa kipengele sana. Kipengele sana. Kwa sababu kama wanandoa wengi tungekuwa tunalizingatia hili, basi Sheikh Ayub inakuhakikishia ndoa nyingi zisingeingia kufika mpaka kwenye migogoro. Kama wanandoa wengi sana tungekuwa tunalizingatia. Kwa sababu pia kuwa mtu unaelezwa tu kila siku bana nisamehe, nimekosea, nisamehe, inafikia hatua sasa inakuwa mazoea. Alafu pia dhana na hata yule anayezungumza kwamba nisamehe anaona kwamba huyu ni yani. Na katika hili nakumbuka kuna hadithi hata ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema
fuatilia jambo jema unapofanya jambo baya. Yani ukishahisi tu kwamba hapa mimi nimekosa, ili kulifuta lile baya, basi Mtume anasema tufuatilie lilokuwa jema. Kwa hiyo maana yangu nini sasa kusema hivyo? Kwamba kukiri peke yake, kusema nimekosa, kukubali kuwa nimekosa haitoshelezi, bali kutolirudia lile kosa. Na hapo ndio kipekee gumu. Kwa hakika basi huu ujumbe ambao wameweka ndugu zetu wa Islamic Deen katika ukurasa wao wa Instagram ni moja kati ya mambo ambayo sisi tunatakiwa tuyazingatie sana. Mimi naona tuame hapo, twende kwenye page ya hiyo Instagram, bado tupo. Tunakutana na mmoja kati ya mashehe ambao tuombe dua Mwenyezi Mungu awajalie umri mrefu tuweze kufaidi matunda yao. Tunakutana na ukurasa wa Sheikh Nurdin Kishki. Tunakwenda na kuona kile ambacho amekiposti. Anasema hakika ya shetani ndiye anayekula na kunywa kwa mkono wa kushoto. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia msile kwa mkono wa kushoto na wala msinywe kwa mkono wa kushoto. Hakika ya shetani ndiye anayekula kwa mkono wa kushoto na anayekunywa kwa mkono wa kushoto. Sheikh anajaribu kutukumbusha na chini Sheikh akaelezea hapa kwa hii ni hadithi imepokelewa na Imam Muslim kwa hadithi nambari 2019 na 2020. Brother Ayub, kwenye jambo hili la ulaji wa mkono kushoto, hili ni jambo la kitabia. Jambo la kitabia, na wengi wetu sio kwamba uelewa hili jambo tunao, lakini mazoea yanatuathiri kwa kiwango kikubwa. Ni kumbusho mkubwa sana Sheikh ameufanya katika kurasa yake ya Instagram, na hili yeye amepost ilikuwa ni video. Hii post yake hii ilikuwa ni video. Yeye amesherehesha hicho kipost, amezungumza kwa ndani kwa undani zaidi kulielezea. Unajua wakati mwingine unakuta mtu uelewa kwamba bwana sitaki kula mkono kushoto, lakini sasa mazoea au namna ya kula, mara nyingi watu wengi wanaojisahau. Unakuta mtu akiwa anakunywa chai, wakati mtu akunywa chai unakuta ana kikombe cha chai alafu anavitafunwa, anataka ale vyote kwa pamoja. Kila vyote kwa pamoja bila shaka lazima kimoja utashika na mkono kushoto. Yaani lazima tu kimoja utashika na mkono kushoto. Sasa ndio hili, na wakati mwingine watu wanajisahau sana. Mimi nisema watu wanajisahau na jambo la kula kwa mkono wa kushoto, kujisahau kwake na uhimizaji wa kula kwa mkono kulia. Hili ni jambo la kitabia. Mambo mengi ya kitabia ni mambo ya kimalezi. Kwa sababu mtoto pia anahitajika aandaliwe toka wakati mdogo ya swala hili. Kutengenezewa hayo mazingira na mazoea ya kuambiwa. Kwa sababu mtoto anapokula, mara nyingi mtoto wakati anakula mbele za wazazi. Mara chache sana ukuta mtoto akianza kula katika umri mdogo wa miaka 2, ile katika hatua za kwanza mtoto anaanza yeye kula mwenyewe. Ni katika hizo miaka 2 kuendelea. Sawa. Pale ndio ambapo wazazi wanatakiwa tie msisitizo sana. Na hapo kwa kujazilia, kuna hili swala la kuiga tamaduni zisizokuwa za Kiislamu. Sisi Waislamu tuna tamaduni zetu kimsingi, tumefundishwa. Yaani Uislamu haujaacha kitu. Lakini kuna baadhi ya watu, kuna sehemu fulani wakifika, hususan sehemu za kula, wakikutana na yale mazingira ambayo kuna kijiko, kuna uma, basi pale ndipo ambapo Uislamu sasa unaikuwa pembeni, anashika kijiko chake na mkono wa kushoto, siji kisu anakata, anakula. Yaani imekuwa ni kuiga tamaduni. Na hiyo imekuwa ni shida sana. Sisi tumekuwa watu ambao tunaona haya sana na dini yetu. Yaani hatujiamini. Tumefikia hatua wengi wetu hatujiamini, hatuoni fahari wa Waislamu. Ndio maana mtu anaweza kaenda kweli, kama unazungumzia, anakwenda anafika kwenye hoteli, yeye anatizama watu hapa, mimi kweli ninawe mikono hapa, nianze kutawanya hichi chakula hapa, watu watanionaje? Kwa hiyo watu tunakuwa hatuoni fahari. Ule ndio utamaduni wetu, ndio mafundisho kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapo sasa, kutokana sisi wenyewe Waislamu tuna usahau Uislamu wetu, inaenda kuwa tamaduni. Kuna baadhi ya shughuli ukienda shekhe, maji ya kunawa ukiyakuta, basi inakuwa kwa bahati mbaya. Yaani ishakuwa kwamba sisi wenyewe tumejitoa katika vijiko ndo ambapo vinaenea. Kwa hiyo kimsingi shekhe amekumbusha jambo bora sana. Na mimi Sheikh Ayub hapa niongezee jambo kabla hatujatoka sasa katika kurasa za Instagram na kuenda kuangalia kwenye mitandao ya Facebook kuna kitu gani. Hapo katika swala la kula kwa mkono, kwa mtu mzima yoyote, kama tungekuwa na tamaduni ya kufuata sunna ya kula kwa mkono, mimi sidhani kama kuna mtu angejisahau akaokota kabisa chakula kama ni ugali, akachukua ugali akawa anakula kabisa kwa mkono kushoto. Ingekuwa sio jambo ambalo linajitokeza sana. Kwa hiyo cha msingi mimi nadhani tuwe makini na tukumbuke hivi vitu,
So ni vitu vikubwa na vya msingi ambavyo katika maisha ya kawaida unaweza kuona kama ni tuishi kitu katika kidogo. utamaduni wetu, tufurahie kuwa Waislamu. Na katika maisha ya kawaida unaweza kuona kama ni kitu kidogo sana swala la kula tu kwa mkono kushoto, kwani napata madhara gani? Lakini ukweli ni jambo baya sana, sababu hizo ni katika tabia za sheitani. Sawa sawa. Basi mtazamaji, sasa tuangalie katika mitandao ya Facebook, posti mbalimbali ambazo zimepostiwa katika mitandao ya Facebook. Katika mitandao ya Facebook hapa sisi tumeona katika ukurasa wa Facebook wa Africa TV. Katika ukurasa wetu wa Facebook kulikuwa na moja katika posti nasema hekimika. Sasa Kwa ni post ambayo ina maneno ya hekima na ni maneno mazuri sana. Ukurasa wa Facebook wa Africa TV waliposti, ni udanganyifu wa ajabu sana kudhani kuwa uzuri ni wema. Ni udanganyifu wa ajabu sana kudhani kuwa uzuri ni wema. Maneno haya Sheikh Ayub ni maneno ya hekima sana. Unaweza ukaona maneno ya kawaida tu kwa kuyatizama tu na kwa picha ya nje. Kwa picha ya nje yani ukayasoma, lakini ni maneno mazito sana. Ni udanganyifu wa ajabu sana kudhani kuwa uzuri ni wema. Na hili mimi nataka niliangalizie katika upande mmoja, katika upande mdogo sana, katika upande wa ndoa. Mimi nazungumzia katika upande wa ndoa kwa sababu vijana tumeathirika sana katika maeneo, na vijana wengi tuko kwenye ndoa au wengine wanaelekea huko. Sasa ukiangalia posti hii kuwa ni udanganyifu wa ajabu sana kudhani kuwa uzuri ni wema. Vijana wengi tumekuwa tukiangalia wanawake wa kuoa kwa kuangalia uzuri wao. Hivi ni vitu viwili tofauti sana. Yaani uzuri mbali na wema ni mbali. Wema si vazi ambalo linaonekana. Yaani si kitu ambacho kinaweza kuonekana kwa macho, kwa picha ya nje kama uzuri. Uzuri ni kitu ambacho ukiangalia tu unaona kitu, ukiona mashallah hichi kitu kizuri. Sasa sisi tumekuwa katika maamuzi yetu mengi au katika namna ambavyo tunathamini watu, tunathaminisha vitu, tumekuwa tukibase zaidi katika uzuri, yani katika muonekano tu. Yani maana yake tunachanganya uzuri na wema. Hatuna maarifa ya kujua hiki kizuri, hiki. Na jambo la msingi ni moja tu ambalo tunatakiwa tulizingatie, ndio hichi ambacho ukurasa wa Facebook wa Africa TV umekieleza, kuwa ni udanganyifu wa ajabu sana kudhani kuwa uzuri ni wema. Kwa cha msingi cha kuzingatia kwamba uzuri sio wema. Yani hivi ni vitu viwili tofauti. Wema ni kitu kingine na uzuri ni kitu kingine. Haviendani. Siku moja alipata kuzungumza Sheikh Juma Amiri Mombasa, akasema binti utakuta anaona fahari sana kuwa na mumewe, akaona mimi nina mume handsome, mume wangu mzuri, anaona fahari. Sheikh Juma akasema anashangazwa hapajawahi kutokea hata siku moja, au hadhani kama inaweza katokea hata siku moja, kama siku wamekosa hela basi mume si handsome, wakakata ile pua ya yule bwana handsome, wakapata kupika ikawa ndio chakula. Kwa hiyo cha msingi ni wema kuzingatia, na wema ni jambo zito sana. Wema hazina sana. Kwa sababu wema hauozi, wema hazina. Kwa hiyo moja kati ya maneno ya hekima sana, kama namna ambavyo ukurasa wenyewe wa Facebook wa Africa TV chini waliweka hashtag ya hekimika. Kwa hakika ni maneno ya hekima sana, na bila shaka ni moja kati ya posti ambazo zitakuwa zimenufaisha umma. Na mimi nasisitiza tunikumbushe mtazamaji kuwa pendelea sana kupita katika kurasa ambazo unajua ukiangalia basi utafaidika. Yani tembelea, sisi kila siku tunasisitiza katika vipindi vyetu mbalimbali kuwa usiache kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa sababu tunaamini utanufaika, na bila shaka ndio posti zetu nyingi unakuta kunufaisha. Na mfano ni hii tu kwenye Facebook ambayo tumetoka kuiangalia. Kwa mimi nisisitize mtazamaji, pendelea kufuatilia kurasa zetu moja kati ya posti bora kabisa. Mtazamaji upendelee tu kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo sisi tunakwenda kwa Africa TV2 kwenye kurasa zote. Tembelea YouTube, channel yetu ni Africa TV2, tembelea Instagram Africa TV2, Twitter Africa TV2, lakini hata kurasa wetu wa Facebook ni Africa TV2, kisha utaona faida ambazo zinapatikana huko. Pia upendelee kutembelea kurasa mbalimbali ambazo
zina munasaba na mambo ya Uislamu, mambo ya dini yetu, kwa sababu bila shaka utafaidika. Sasa mtazamaji, moja kwa moja tuelekee katika mitandao ya kijamii katika upande wa Twitter. Tuangalie kurasa mbalimbali za Twitter ambazo zimezungumzia masuala mbalimbali ya Uislamu. Na moja kwa moja basi tunakwenda kuangalia ukurasa wa Twitter wa Safhatus Salihin ambao wao wamepost katika Twitter yao, tunasema wametweet jambo ambalo wanasema, tweet yao inasema huyu ndiye mwenye elimu atakayekwenda motoni. Wametweet kuwa huyu ndiye mwenye elimu atakwenda motoni. Na mtu gani huyo mwenye elimu ambaye atakwenda motoni? Maelezo yako chini, anasema amesema Abu Dardai, Allah amrehemu, hakika katika watu watakaokuwa katika mafikio mabaya zaidi mbele ya Allah siku ya kiyama ni mwenye elimu asiyenufaika na elimu yake. Huo ni tweet hiyo katika ukurasa wa Twitter wa Safhatus Salihin. Yani kuwa una elimu lakini haunufaiki na elimu yako. Anasema huyo ni moja katika watu ambao watakuwa katika mafikio mabaya zaidi siku ya kiyama. Na ndio maana ukiangalia posti yao juu kabisa katika tweet yao wameeleza kabisa huyu ndiye mwenye elimu atakayekwenda motoni. Na Ayubu, hili jambo lipo na tunakutana nalo sana katika jamii ya sasa hivi. Watu wengi sana walioelimika hawaishi elimu yao. Hawaishi elimu yao na unakuta mpaka imekuwa kitu ambacho kiko wazi kabisa. Mtu anasema yule amesoma sana, yule muone vile amesoma kweli kweli, lakini msingi elimu yake haijamnufaisha. Na hii iko katika upande wote wa elimu. Elimu ni mtu kisema anapata elimu, kuna maarifa mtu anaingiza. Sasa yale maarifa ambayo umeyapata ni lazima uyaishi, kwa sababu tayari umeshapata hayo maarifa. Sasa ni upande wote, katika upande wa sekula, lakini katika upande wa elimu ya dini bado makundi ya wanaelimu hawa, wanazuoni hawa, upande wa dini bado wameathirika sana kwa kutoishi elimu. Na huku kwenye upande wa dini ndo kuna mtihani mkubwa. Unaona mtu ana elimu, tasikia tunaonyesha vidole, yule usimone vile anakunywa pombe, anavuta bangi, lakini ana elimu kubwa. Unaona kiukweli ni mtihani sana. Au tumezungumzia pia kuhusiana na masuala la stara hapa leo. Utakuta unamuona mwanamke anaambia yule mke wa shekhe yule au mtoto wa shekhe yule. Ni kwamba ni matokeo ya kuwa mtu ana elimu lakini haiishi ile elimu yake, haimnufaishi. Kwa hiyo ndugu zetu wa Safhatus hao kwa kuweza kutukumbusha hili, umekumbusha jambo la msingi kwenye kurasa yao. Hapo tukisalia kwenye Twitter, tunakwenda katika ukurasa wa ndugu zetu wa Tanzania Muslima. Wao wametweet, wanasema haram, yani wameanza kwa herufi kubwa. Haram, hairuhusiwi kwa Muislamu kusherekea Valentine Day ambayo ni ya kipagani. Hairuhusiwi kwa Muislamu kusherehekea Valentine Day ambayo ni ya kipagani. Ni moja kati ya tweet ambazo zimebeba ujumbe mzito sana. Kati ya juzi Ijumaa ndio ilikuwa tarehe 14 mwezi wa pili, ambapo ulimwengu mzima ulikuwa unasherehekea sherehe hii ambayo kimsingi wenyewe wanaita siku ya wapendanao. Naam, ambapo kimsingi dini ya Kiislamu si katika sherehe zake. Kwa hiyo ni tahadhari nzuri ambayo wenzetu wa Muslima wameamua kukumbusha umma wa Kiislamu kupitia ukurasa wao wa Twitter. Na ndio maana nimesisitiza mimi na bado naendelea kusisitiza Waislamu tuwe na utamaduni wa kutembelea hizi kurasa za mitandao ya kijamii ambazo ni kurasa moja kwa moja, ni kurasa zinazozungumzia masuala ya Kiislamu, kurasa ambazo zinabeba ujumbe mbalimbali, zina jumbe mbalimbali zinazohusiana na dini ya Kiislamu. Na hili brother Ayubu, hili la kusherehekea Valentine Day ni jambo ambalo limekuwa na athari kubwa sana kwa jamii sana. Vijana wengi, hususan vijana, tunaathiriwa sana na hili jambo. Tunasherehekea jambo ambalo halipo na si katika sehemu ya Uislamu. Na ndio maana sisi kwa msisitizo leo baadaye, kama nilivyosema awali mtazamaji, kuwa tutakuwa na moja ya vipengele ambavyo tunavyo katika asubuhi njema, ni kipengele cha meza ya sheria. Na katika meza ya sheria basi leo tutaangazia jambo ambalo linahusiana moja kwa moja na hii tweet ya Tanzania Muslima, linahusiana na swala la Valentine Day. Tutaangazia katika meza ya sheria jambo la hukumu ya sikukuu na sherehe ambazo
sio za Kiislamu. Kwa hiyo kitu kikubwa na cha msingi, mtazamaji wa Africa TV, usitoke hapo ulipo ili uweze kufaidika zaidi, kwa sababu ni moja kati ya mambo ya msingi sana ambayo tunaamini ukiangalia, ukitizama utaweza kufaidika na kunufaika zaidi. Mtazamaji, hayo ambayo tumeweza kukupitisha katika mitandao mbalimbali ya kijamii ndio ambayo yameweza kutokea katika mitandao, ndio katika sura au kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa wiki nzima, juma zima. Ni baadhi ya mitandao, lakini tumejaribu kuangalia yale ambayo yananufaisha zaidi moja kwa moja umma wa Kiislamu. Kwa hiyo bado mimi nasisitiza usiache kutembelea katika kurasa hizi za mitandao ya kijamii ambazo unaweza ukanufaika nazo moja kwa moja kwa kufuatilia. Basi mtazamaji, mpaka hapo sisi katika upande wa Uislamu mitandaoni hakuna ambalo litakuwa tumebakisha. Bila shaka umeweza kunufaika pia kwa hizi posts mbalimbali au tweets mbalimbali ambazo zimewekwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na hiyo ndio ilikuwa Uislamu mitandaoni katika asubuhi njema ya leo. Bila shaka umefaidika vya kutosha kutokana na hili. Basi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, alafu tukirejea tutakwenda moja kwa moja katika kipengele cha pili cha kipindi chetu cha asubuhi njema, nacho si kipengele kingine bali ni kipengele cha faidika, ambapo hapa tutakuwa na ndugu yetu Juma Hussein Kilaghai. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe, na hapa tutaangazia lishe ya mgonjwa wa kisukari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaweza kuangalia sasa ni namna gani au mgonjwa wa kisukari anatakiwa ale nini, ni kitu gani au ni lishe gani itakuwa sahihi, kipi anakula na kipi hatakiwi kula mgonjwa wa kisukari. Unajua brother Ayub, ni mmoja katika mambo ya kuzingatia sana kwa sababu kisukari ni ugonjwa ambao athari yake kubwa inatokana na kula. Wanasema kisukari ni ugonjwa wa tabia. Kwa hiyo wanasema kile unachokula na unachokinywa ndio kinaweza kikakusababishia chochote, afya yako kukaa sawa, au yani ugonjwa huo kukuacha au ugonjwa huo leo kuna mambo mazuri hapa, tutakwenda kufaidika na hilo. Cha msingi tu mtazamaji wa Africa TV, hapo ambapo ulipo usitoke, na kama kuna jirani yako yupo pembeni, basi unaweza ukampa taarifa kuwaungane nasi, tunakwenda katika faidika. Basi kama tulivyoeleza awali, tupate mapumziko mafupi, tukirejea moja kwa moja tutakuwa naye Juma Kilaghai kwa ajili ya kwenda katika kuangazia lishe ya mgonjwa wa kisukari. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمة. Africa TV, lengo letu ni kufikisha elimu na mafundisho ya Uislamu kwa Waislamu zaidi ya milioni 100 wanaozungumza lugha ya Kiswahili barani Afrika. Ungana nasi katika kulifikia lengo hili kwa kuichangia Africa TV. Kuchangia Africa TV kwa mitandao ya simu: Tigo Pesa nambari 0711556652, jina Africa TV Culture. M-Pesa nambari 0747244786, jina Africa TV Culture. Airtel Money nambari 0788449225, jina Africa TV Culture. Zantel Easy Pesa nambari 0779753275, jina Africa TV Culture. Kuchangia Africa TV kwa akaunti za benki: Amana Bank kwa akaunti ya shilingi ya Tanzania, account number 003110
9456500001 kwa akaunti ya Euro, akaunti namba 0031109456500002. Jina la account kwa akaunti zote mbili, yani akaunti ya shilingi ya Tanzania na akaunti ya Euro, ni Africa TV Culture Limited. Ungana nasi kwa kuichangia Africa TV kwa maendeleo ya umma. Africa TV, mwongozo wa maisha. Maziwa ni maziwa, lakini Asas Dairies za Iringa inakuletea maziwa mapya na halisi yenye kuimarisha mifupa, meno na kufanya mwili wako kuchangamka wakati wote na kuweka fiti na wenye nguvu kila unapoanza siku yako na maziwa ya Asas. Maziwa ya Asas sasa yanapatikana katika ladha tofauti tofauti kama vile strawberry, chocolate, vanilla pamoja na coffee. Asas Milk, flavors of life. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حكمة. Karibu tena mtazamaji wa Africa TV katika kipengele cha pili cha asubuhi njema, na si kingine kama nilivyokueleza awali, kipengele hichi ni kipengele cha faidika, na leo kama nilivyosema tutakuwa naye brother Juma Kilaghai. Juma Hussein Kilaghai, yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe. Na leo tutakuwa tukiangazia lishe kwa mgonjwa wa kisukari. Karibu sana brother Juma. Asante sana. Karibu sana. Kwa hiyo mtazamaji, tutakuwa tukiangazia lishe ya mgonjwa wa kisukari. Tutazungumza naye hapa kaka Juma Kilaghai, lakini baadaye pia wewe mtazamaji utapata nafasi ya kuweza kupiga simu kuuliza swali, ama kama kutakuwa na uhitajio wa ushauri ama hata kutushauri sisi pia, utapata nafasi hiyo. Alafu kisha kama itakuwa ni swali au kupa ushauri, brother Juma Kilaghai atafanya hivyo. Moja kwa moja kaka Juma, karibu sana tushiriki pamoja katika kipengele hichi kuhakikisha tunatoa faida kwa umma kuhusiana na lishe ya mgonjwa wa kisukari. Sherajabu, hawa ni moja kati ya watu ambao tuwaombee dua Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, kwa sababu kwa 100% wao ndo wanabeba maisha katika upande wa kibinadamu. Tukianza hapa mtaalamu, tunapozungumza neno lishe tunamaanisha nini? Yaani kuna mtu anasikia tu lishe, anataka kufahamu lishe ni nini. Karibu sana. Lishe ni mkusanyiko wa vile vyote ambavyo mwili unavihitaji kwa ajili ya kujitengenezea nishati ya kujiendesha, kujikarabati, kujikuza kwa maana development. Kwa hiyo ndio ujumla wake tuseme. Kwa hiyo lishe ni mjumuisho wa mahitaji yote ambayo mwili unahitaji. Okay. Ili uweze kuzalisha nishati ya kujiendesha, uweze kujikarabati pale unapokuwa umepata mushkeli, lakini pia uweze kufanya nini? Kukua. Sawa. Kugrow. Manake mfano mzuri ni mtoto mdogo kwamba anatoka hatua moja anakuwa kulingana na umri unavyosonga. Sasa ile inawezeshwa na hivyo hayo mahitaji yanayoingia ndani ya mwili. Kwa maana hiyo kaka Juma Kilaghai ni kwamba kila kundi ama kila mtu ama kila kundi la binadamu, hapa namaanisha watoto mathalan au watu wazima, vijana, bila shaka watakuwa na mipaka katika masuala ya lishe. Yaani maana yake tumbo la binadamu si jalala kwamba chochote, yani sio kwamba saizi moja inamfiti kila mtu. Ndio. Actually kitaalamu lishe wanadamu wamegawanyika makundi matatu. Kuna watu tunasema ni wachakataji wa protini, kwa maana miili yao iko comfortable zaidi inapopata vyakula vya jamii ya protini. Kuna watu tunasema ni wachakataji wa wanga,
mili yao inakuwa more comfortable wakiwa wanachakata zaidi vyakula vya wanga. Sasa Alafu kuna kundi tunasema la mchanganyiko. Sasa problem kubwa inayopatikana ni kwamba watu hawajui wana belong katika kundi gani, kwa hiyo wanakula tu. Hapo inazaa magonjwa mengi sana. Hapo kaka Kilaghai umezungumza jambo la muhimu sana. Sasa turudi katika kundi maalum ambalo ndilo leo tunalizungumzia, kundi la wagonjwa wa kisukari. Na nimejaribu kuona sehemu mbalimbali kwamba kisukari hii chenyewe kimegawanyika katika aina mbalimbali. Sehemu nyingi nilizopita nimeona kimegawanyika katika aina kuu mbili. Kabla tujaenda katika lishe ya mgonjwa wa kisukari, tuzijue kwanza hizi aina kuu mbili za kisukari kwa mukhtasari tu, alafu moja kwa moja tuweze kujua sasa lishe za mgonjwa wa kisukari. Kwa sehemu kubwa kama ulivyosema, sukari imegawanyika katika makundi mawili. Kuna kisukari ambacho tunasema ni type 1, hiki ni cha udogoni. Kwamba mtu anazaliwa hana uwezo wa kuzalisha insulin, ambao ni homoni inayohitajika kumeng'enya sukari ndani ya mwili ili isikuletee madhara. Yaani tangu mdogo kazaliwa hivyo. Sasa huyu anahitaji insulin kwa maisha yake yote. Alafu kuna kisukari cha ukubwani type 2 diabetes. Hiki mara nyingi kinasababishwa na mtindo wa maisha, lifestyle. Unaishi aina gani ya maisha ndio inayopelekea upate kisukari hiki. Kwa mfano kama tulivyosema, inawezekana wewe ni kundi la uchakataji wa protini. Lakini hujui ukao unabugia mawanga kwa wingi sana, ni masoda, masukari, ice cream, manini. Most likely utakuja kudevelop kisukari cha ukubwani kwa sababu umekuwa ukiufidi mwili wako fuel ambao sio sahihi. Sasa kwa mfano sasa mimi mwenyewe hapa daktari mtaalamu, sikwambii mtazamaji, silijui kundi langu mimi na ni kitu gani ambacho nahitaji. Huwa kuna testi ambayo inafanywa na kupitia ile testi unaweza ukajua kundi lako. Na bahati nzuri hii sio testi ya kusema utatoa damu au mate au mkojo. Actually huwa ni siri ya maswali. Yako maswali kama 25 hivi. Na haya maswali yana A, B, yani majibu ya multiple choice. Sasa unapokuwa na ile testi, swali la kwanza linakupa uchague katika yale majibu mawili. Lipi ambalo wewe linakufiti. Kwa mfano, unaweza ukaulizwa ukiamka asubuhi, unahitaji kula bila kuchelewa au chai ya asubuhi sio tatizo kwako. Sasa unachagua kile ambacho kwako ni tatizo. Ndio kinachokufiti wewe. Kwa hiyo utakwenda na yale maswali 25 yote. Ukifika mwisho kuna scoreboard ya majibu ya A uliopata mangapi, ya B mangapi, A toa B sigawanya kwa ngapi. Sasa ile namba unaopata ile, kuna scale ambayo inakwambia wewe ni mtu wa kundi fulani. Basi bila shaka ni jambo muhimu sana hilo kwa watu kujua, kwa sababu wengi wetu, mimi mwenyewe binafsi sifahamu kwa kweli kwamba mwili wangu unachakata zaidi nini, na huu umekuwa ni utamaduni wetu wengi. Watu wengi sana tunaishi tu bila kutambua hicho. Sasa tuje katika sehemu ambayo tutajikita zaidi, lishe kwa mgonjwa wa kisukari. Twende moja kwa moja, mgonjwa wa kisukari anatakiwa ale nini hasa? Kwanza labda kabla ya kusema mgonjwa wa kisukari anatakiwa ale nini, labda tungemuelezea mgonjwa wa kisukari ni mtu wa aina gani kwa mukhtasari sana. Kwa mukhtasari sana. Sasa mgonjwa wa kisukari ni mtu ambaye anapata mlundikano mkubwa wa sukari kwenye damu kuliko inavyohitajika. Kwa sababu kwa kawaida kuna kiwango cha sukari kinatakiwa kisizidi ndani ya damu. Sasa kinapolundikana kikazidi pale, kinaanza kuletea madhara. Na huyu ndio anaitwa ni mgonjwa wa nini? Kisukari. Sasa basi, mgonjwa wa kisukari anafaidika na kula vyakula ambavyo vinaingiza sukari kidogo ndani ya mwili wake. Kwa sababu hana capacity ya kuweza kuihamisha ile sukari kwa kasi inayotakiwa kutoka kwenye mzunguko wa damu kuingia kwenye seli za mwili ambapo ndiko inakotumika. Kwa hiyo kama atatumia vyakula vya wanga ambavyo ndio vikichakatwa ndani ya mwili vinazalisha glucose. Hii glucose itaishia kulundikana na mwili na itamletea madhara makubwa sana. Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari anatakiwa vyakula vyote yale. Ila awe makini sana na kula wanga pamoja na sukari yenyewe.
Kwa faida tu ya mtazamaji, brother Juma Kilaghai, unaweza kututajia baadhi ya vyakula vya wanga? Vyakula vya wanga ni vyakula vyote vya nafaka. Ndio. Alafu ukiondoa nafaka kuna vyakula hivi vya mizizi kama mihogo, viazi, magimbi. Okay. Hata ndizi ni wanga. Sema ndizi, wagonjwa wengi wa kisukari wanashauriwa at least wale ndizi kwa sababu ndizi kitaalamu wanasema ule wanga wake ni resistant, wanaita resistant starch. Ndio. Ukiingia ndani ya tumbo unachukua muda mrefu kurelease ile sukari ambayo imo. Ndio. Kwa hiyo inatoa nafasi kwa mwili kutransport ile sukari iliyo kwenye damu kwenda kwenye cell. Tofauti na ukila ugali au wali au chapati, kwamba sukari yake inachakatwa haraka sana, inaingia kwenye mzunguko wa damu kwa spidi kubwa sana. Sasa awali tumesema hapo kuna aina mbili za kisukari. Kwenye upande wa lishe, hawa wagonjwa wote lishe yao inafanana au lishe hii itatofautiana kulingana na aina zenyewe za ugonjwa? Yaani aina zenyewe za kisukari. Kimsingi ni kwamba mgonjwa wa kisukari cha type 1, ndio, kwa sababu yeye hazalishi insulin kabisa. Ndio. Anatakiwa zaidi ajitahidi kadri inavyowezekana chakula cha wanga asile kabisa pale ambapo inawezekana. Yaani yeye anatakiwa asile kabisa kiwango chochote. Na mgonjwa wa kisukari cha type ya pili, ndio, yeye sio kwamba mwili wake uzalishi insulin. Ndio. Unazalisha insulin kama kawaida, lakini anakuwa amedevelop kitu kinaitwa insulin resistance. Kwamba ile insulin inayozalishwa na mwili wake ni butu. Kwa hiyo haina uwezo wa kubeba sukari na kuihamishia kwenye. Kwa hiyo lakini sio kwamba inakuwa ni butu 100%. Angalau. Ndio sababu unamkuta mgonjwa wa kisukari cha type 2 anaweza kula let's say ugali saizi. Akapima sukari akaikuta iko 15. Lakini akikaa labda mpaka jioni akija kuipima anakuta imeshuka labda mpaka 11. Manake mwili wake bado una uwezo kwa kiasi fulani kuichakata ile sukari. Lakini mgonjwa wa type 1 hawezi. Sasa kiujumla yake sasa, na aina gani ya vyakula ambavyo si rafiki kabisa yani kwa mgonjwa, kwa mtu mwenye ugonjwa wa kisukari? Leo tumesema wanga, vyakula vya wanga. Wanga ni nafaka zote. Ya unapozungumza ngano, ukazungumza mchele, mahindi, sijui nafaka kwa ujumla. Sawa. Alafu ukaja hivi vyakula vya tubers, mizizi. Zote ni wanga. Ambavyo ndio viazi. Ila sasa dona lina afadhali kuliko sembe, kwa sababu kiwango cha sukari kwenye dona ni kidogo kuliko sembe. Ule mchele wa brown una afadhali kuliko mchele mweupe, kwa sababu kiwango cha sukari kwenye mchele wa brown nacho ni cha chini kuliko kwenye nani. Sawa. Kaka Juma Kilaghai, mara kadhaa tumesikia kuwa kuna watoto sasa ambao wanazaliwa na kisukari wengine. Kwa upande wa watoto wachanga ambao wanazaliwa na kisukari, wao lishe inakuwaje? Lishe ni kwamba wanapokuwa detected kwamba wana kisukari, immediately wanaanzishiwa insulin. Yaani anapata insulin, sio ile ya kuzalishwa na mwili wake, ila ya pembeni, artificial. It's not artificial as such. Yaani ni ambayo sio ya asili kutoka mwilini. Exactly. Ambao sasa ndio inamsaidia kumeng'enya chochote atakachokuwa amekila. Kwa maana hiyo, kwa msaada huo wa insulin sasa yeye anaweza kaendelea kunywa maziwa ya mama kama anakunywa maziwa ya mama, kwa sababu atakula nini? Anakunywa maziwa ya mama na hivi vyakula vingine anakula. Lakini tunashauri ndio kwamba pale ambapo possibility, tuseme ashafikia umri fulani ambapo anaanza kuna choice ya kula pale. Ndio. Kama uwezo wa familia inao, ndio tunashauri mtoto apewe mlo unaoitwa ketogenic diet. Ketogenic diet ni diet ambayo imeondoa wanga kabisa. Lakini inafidiwa na mafuta. Unajua wanga kazi yake kubwa mwilini ni kukupa nishati. Sasa ukieliminate kabisa maana utakosa nguvu. Ndio. Sasa utapata wapi nishati ya kukuendeshea mwili wako? Mafuta ni sosi bora ya nishati kuliko hata wanga, kwa sababu gramu moja ya wanga inakupa calories 4 wakati gramu moja ya mafuta inakupa calories 9. Sasa wataalamu wa lishe wana insist kwamba ketogenic diet ni diet ambayo ni much better kwa mgonjwa wa kisukari, au ni wa type 1 au type 2, kwa sababu nishati atapata, lakini wakati huo ameondoa ile riski ya nini,
ya sukari ndani ya mwili. Sasa kabla hatujakaribisha watazamaji waweze kushiriki na sisi hapa kwa kupiga simu kuuliza maswali au kutoa michango yao au kuhitaji ushauri, tumezungumzia kwenye upande wa lishe, lakini tumejikita zaidi kwenye vyakula. Vipi kuhusu vinywaji? Mgonjwa wa kisukari anatakiwa anywe vinywaji vya aina gani? Kinywaji bora kuliko vyote ni maji. Ndio. Whether unaumwa sukari au huumwi sukari. Sasa na labda vile vinywaji pendwa ambavyo tunaweka. Sasa vinywaji pendwa usiviendekeze sana. Kwa sababu kila unachokifanya ndio angalia impact yake kwa mwili wako. Umeelewa bwana? Hizi soda hizi ni vinywaji vibaya sana. Whether unaumwa kisukari au huumwi kisukari. Vipi kuhusu juice ya mua? Juice ya mua definitely kwa mgonjwa wa kisukari haifai. Kwa maana hiyo kwa sababu kuna baadhi kama unaweza kukamua baadhi ya matunda na usiongeze sukari kwenye ile juice. Ndio, ibaki na sukari yake. Ibaki na ile sukari yake ya tunda mwenyewe. Of course kila mtu anahitaji yale matunda kwa sababu matunda ukiondoa hiyo factor ya kwamba yana sukari. Bahati nzuri matunda kwanza sukari iliyomo sio glucose. Sukari nyingi kwenye matunda ni fructose. Ndio. Ambayo inapochakatwa mwilini ni tofauti na inapochakatwa glucose. Kwa hiyo matunda hayapandishi sana sukari. Lakini la pili ni kwamba matunda pia ni muhimu kwa sababu yana viinilishe vingine ambavyo ni muhimu sana kwa afya. Madini na antioxidants ambazo ukizimisi kabisa pia utaugua magonjwa mengine. Kwa hiyo kwa maana hiyo mgonjwa wa kisukari akisaga juice bila kuongeza sukari, ila kwenye ile juice pia huwa kuna kitu tunaita glycemic index. Ndio. Yaani glycemic index ni nani inayoonyesha uwezo wa chakula chochote unachoingiza ndani ya mwili kupandisha sukari yako. Scale inaanzia 0 mpaka 100. Sasa unatakiwa yale matunda uchague yale ambayo scale yake iko karibu na 0. Sasa. Sio tena tende iko kwenye 60 huko. Ndio unasema niambiwa ni tunda bwana mimi nakoroga juice. Asante sana kaka Juma Kilaghai. Mtazamaji tuko na brother Juma Kilaghai, yeye ni mtaalamu wa masuala ya lishe na leo tunazungumzia lishe kwa mgonjwa wa kisukari. Ni wakati sasa ambao wewe mtazamaji unaweza ukapiga simu kwa ajili ya kuuliza swali ama kama unahitaji ushauri kutoka kwa mtaalamu hapa, au unaweza ukatushauri pia sisi kulingana na mfumo mzima wa kipindi chetu. Ni wasaa wako sasa, unaweza ukapiga simu na kama ni maswali tukayafikisha kwa mtaalamu ili uweze kujibiwa. Kaka Juma, wakati tunasubiri simu kutoka kwa watazamaji wetu, kuna jambo nimeona pahala, nimeona wanasema kisukari cha mimba. Kisukari cha mimba. Hichi kwenye lishe inabaki kuwa kama mgonjwa mwingine yoyote wa kisukari au hichi kina utofauti? Actually kisukari cha mimba almost kinafanana na kisukari cha ukubwa. Simu kidogo alafu tutarudi. Karibu sana mtazamaji. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Limbo, napiga simu kutoka Mtimbila, wilaya Malindi kwa Morogoro. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya televisheni yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Mtazamaji, nisisitize tu na nitoe angalizo kabla hajaendelea kupokea simu. Kwa ni vizuri ukiwa unapiga simu upunguze sauti ya runinga yako, au ikiwezekana uzime kabisa au utoke eneo ambalo runinga yako ipo ili tuweze kusikilizana na uweze kuuliza swali kwa nafasi nzuri na uweze kupata faida. Kwenye line tena, Halo, karibu mtazamaji. Halo, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa barakatuh. Karibu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naona amepotea kutoka kwenye line. Pia tuwakumbushe watazamaji wetu wa Africa TV kuwa Shayub utaendelea, ngoja tupokee simu kidogo. Halo, salamu alaykum mtazamaji. Assalamu alaykum mtazamaji. Naam, alikuwa anakumbusha kwa wanaweza pia kuuliza maswali yao kupitia mitandao yetu ya kijamii. Naam. Facebook, Twitter, YouTube pia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah. Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
Naitwa Azizi Malik, napiga simu kutoka Newala. Azizi Malik kutoka Newala. Karibu. Newala Mtwara. Asante. Ndio, karibu. Mimi swali langu lipo juu ya matunda ambayo yani juice, vinywaji hivi. Juice za matunda. Ndio. Kuna juice ambazo nasema yale matunda ndio yao yamechujwa. Ndio, matunda yao yamechujwa. Kwa maana utengeneze juice alafu uichuje. Ndio. Na kuna wengine ambao wanasema hayo matunda yasichujwe kwa maana zile nyuzi, kwa mfano kwenye embe kuna nyuzi mle. Ndio. Ambazo zinapatikana, zina faida kwa wagonjwa wa kisukari. Ndio. Sasa nilikuwa nataka nijue hapo kwamba kipi ni sahihi kati ya vitu hivi viwili, kwamba ni kuchuja au kutengeneza juisi ambayo ina matunda halisi ambayo hajachujwa. Una swali jingine ndugu yetu Aziz Malik kutoka Newala? Hapana, ilikuwa ni hilo tu. Shukrani sana, swali lako limefika na mtaalamu atalijibu inshallah. Mtazamaji, brother Ayub alikuwa anasisitiza jambo la msingi sana. Unaweza pia kuuliza maswali yako kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo basi kwenye Facebook kurasa wetu unatambulika kwa jina la Africa TV2. Pokea simu. Halo mtazamaji, salamu alaikum. Halo. Naam, nilikuwa naendelea kusisitiza kuwa unaweza pia kuuliza swali lako kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo Facebook ni Africa TV2. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za leo? Tunashukuru Allah, nzuri. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Mimi napiga simu kutoka Sikonge, naitwa Rehema. Rehema kutoka Sikonge. Karibu dada Rehema. Asante. Nilikuwa nauliza kwamba huwa nasikia kwamba labda protini aina ya nyama huwa hairuhusiwi kwa wagonjwa wa kisukari. Je, ni kweli? Haya. Una swali jingine dada Rehema? Hapana. Haya. Swali lako litajibiwa na mtaalamu. Naam, Ayubu ulikuwa unajaribu. Nasisitiza kuwa waendelee kutufuatilia, kuuliza maswali pia kupitia mitandao ya kijamii. Naam, na kwa kukumbusha tu tuko live moja kwa moja pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Hapo wakati unaendelea kutufuatilia moja kwa moja unaweza pia kuuliza swali lako nalo litajibiwa. Mtazamaji, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Zaharan Saidi. Zaharan Saidi. Unapiga simu kutoka wapi? Nipo Kigoma. Kigoma, karibu Zaharan. Kuna hii soda isiyokuwa na sukari wala soda unasema. Naam? Kigoma. Unasema? Kuna hii soda ambayo haina sukari haina sukari, nayo vipi? Haya, sawa. Swali lako limesikika. Una swali jingine? Hapana, kuna jingine ni hilo. Haya, swali lako litajibiwa inshallah. Mtazamaji, kabla hujapokea simu moja ya mwisho, pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na ukaweza kuuliza swali lako hapo. Instagram pia tunapatikana kama Africa TV2, lakini na Twitter pia Africa TV2. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji. Wa alaikum salam, samani. Ndio, karibu. Dalili za sukari ni nini? Alafu pia ndio kwa mgonjwa wa sukari labda ana sukari, akinywa soda Fanta inashusha sukari? Akinywa soda Fanta. Haya, sawa. Unaitwa nani? Na unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa Agnes? Ndio. Unapiga simu kutoka wapi? Arusha. Haya, dada Agnes wa Arusha, swali lako limesikika na litajibiwa inshallah. Naam, mtazamaji, nashukuru sana kwa maswali ambayo yameweza kuulizwa na bila shaka mtaalamu wetu moja kwa moja sasa ni wasaa wa kuyajibu maswali. Huo ndio mwisho wa idadi za simu ambazo zinatakiwa kupigwa kuuliza maswali. Utatuvumilia kwa sababu muda wetu kidogo unabana, hivyo tutakuwa tunalazimika kupokea simu chache tu. Mtaalamu, twende moja kwa moja katika kujibu maswali ambayo yameulizwa. Swali la kwanza kama tulivyosikia litoka kwa ndugu yetu Aziz Malik kutoka Newala. Yeye alikuwa anauliza kwenye juisi ya matunda. Anasema kuna kauli mbili. Wengine wanasema matunda yale yawe yanachujwa ndio inywe juisi, yani kusaga juisi uchuje matunda unywe yale maji. Lakini wengine wanasema matunda yasichujwe kwa sababu nyuzi, yani usage
na kunywa, kwa sababu zile nyuzi zina faida. Yeye anauliza hapa ukweli ni upi? Hata mimi nakubaliana na hii kauli ya pili kwamba usichuje. Yani usichuje. Wale. Kwa sababu zile nyuzi lishe ndio kwanza zinasaidia pia katika kuifanya ile sukari iliyomo isiweze kufyonzwa kwa haraka kuingia kwenye mzunguko wa damu. Sasa hii ni faida moja kwa mgonjwa wa kisukari. Lakini pia zile nyuzi lishe zina faida zingine nyingi ndani ya mwili, kwa hiyo una haja ya kuzitupa. Kuna swali la dada yetu Rehema kutoka Sikonge. Yeye alikuwa anauliza protein, wanasema alikuwa anauliza protein ya kwenye nyama inaruhusiwa kwa mgonjwa wa sukari au hairuhusiwi? Inaruhusiwa. Inaruhusiwa. Kwa hiyo haina madhara. Actually nyama hasa yenye mafuta ni nzuri sana kwa mgonjwa wa kisukari, kwa sababu yale mafuta ya ng'ombe yale ndio ya nyama ndio ambayo kitaalamu wanaita conjugated linoleic acid ndio ni dawa ya sukari. Yani yenyewe ni dawa ya nini? Ya sukari. Ya sukari. Kwa maana anasaidia kushusha sukari ndani ya mwili. Kwa hiyo ina faida iko. Ni faida. Ukitaka kula nyama sasa tafuta ile yenye mafuta zaidi, achana na hii ambayo haina mafuta. Ambayo haina mafuta. Sasa kuna swali jingine lilikuwa swali la 3 kutoka kwa ndugu yetu kutoka Kigoma, Zaharani Saidi. Yeye alikuwa anauliza kuna soda hizo wanasema ni soda ambazo hazina sukari. Anauliza je, inafaa? Kuna soda kadhaa ambazo zinatajwa kuwa hizi hazina sukari. Sasa wanauliza kwa mgonjwa ile soda ndio kwa maana ya sukari ndio si tatizo, lakini kwa maana nyingine ni tatizo kubwa, kwa sababu vile vinogesho ni vinogesho bandia, yani ni artificial sweeteners, chemicals. Sasa chemical maarufu inaitwa aspartame. Aspartame ni chemical mbaya sana kwenye mwili, kwa maana ya kutengeneza magonjwa mengi. Na hii ni kwa mgonjwa wa sukari, lakini pia ambaye sio mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo unaweza ukanywa ukijifaridi kwamba haitapandisha sukari, kumbe unatengeneza madhara mengine ndani ya mwili. Sasa kwa hiyo kiujumla ni kwamba haifai. Basi bila shaka ndugu yetu Zaharani Saidi kutoka Kigoma amesikia. Swali letu la mwisho lilitoka kwa dada yetu anaitwa Agnes kutoka Arusha. Yeye alikuwa anauliza dalili kwa haraka dalili za mgonjwa wa kisukari, lakini pia alikuwa anauliza kwenye upande wa lishe kwa soda ya Fanta, je, inapandisha sukari? Anasema kwa wakati mwingine anasikia mgonjwa sukari yake imeshuka, anasema mletee soda ya Fanta. Anauliza hiyo ikoje hiyo? Dalili za mgonjwa wa kisukari ni kwamba unajisikia vibaya, yani unajiona huko nomo. Unaweza ukaona macho kama kama yaliyoingia mchanga hivi, alafu ukaona koo kama linakauka muda wote, mate yanakauka, ukaanza kuona miguu inawaka moto, ndio mwili mzima unawaka moto. Kwa hiyo hizi ni dalili, japo kunaweza kuwa na dalili zingine nyingi, lakini hizi ni za mwanzo ambazo mgonjwa mwenyewe anaweza kuzidetect akiwa nyumbani. Sasa miguu ikiwaka moto unajua moja kwa moja, au koli na kauka muda wote unajua hii moja kwa moja kuna tatizo, au macho unaona kama mchanga hivi hayaoni, mwili hauna nguvu, huna starehe, yani mwili unauma tu. Ndio hizi ndio dalili ambazo zinakusababisha ukimbilie hospitali kwenda kucheki. Asante sana brother Juma Kilahai. Labda nimalizia hapo. Ndio. Fanta ina sukari, kwa hiyo mgonjwa ambaye sukari yake ni ya kupanda haimfai. Lakini kuna wagonjwa ambao wana sukari ya kushuka, yani akikaa tu hivi sukari yake inatumika kwa kasi ambayo haitakiwi, kwa nakuta sukari ina drop chini ya vile viwango ambavyo vinatakiwa. Sasa huyu akinywa soda sio tatizo. Asante sana brother Juma Kilahai kwa muhtasari sana kwa nusu dakika. Sasa utoe ushauri wa jumla tu kwa kuhusiana na lishe kwa wagonjwa wa kisukari, lakini pia ambao hata sio wagonjwa wa kisukari. Kama nilivyosema awali, mgonjwa wa kisukari tatizo lake kubwa ni kwamba hawezi kumeng'enya sukari inayoingia kwenye mzunguko wake wa damu. Kwa hiyo ajitahidi kutumia vyakula ambavyo vina sukari kidogo, na ajitahidi pia ikiwezekana kupata ushauri wa madaktari, nawe anatumia dawa, sababu wakati mwingine sukari inaweza ikaongezeka wewe hujui. Sasa kama ulikuwa hutumii dawa, inaanza kuletea madhara ndani ya mwili, kumbe nani unaona.
kwa mgonjwa, kwa mtu ambaye si mgonjwa, kwa mgonjwa ambaye hana nini, kwa mtu ambaye si mgonjwa wa sukari, ajitahidi kuhudhuria sessions za kutoa elimu ya afya, kwa sababu pale ndio utakapopata maelekezo mengi. Yani huwezi kuyapata ndani ya hizo dakika 20 tulizozungumza hapa. Na tujenge utamaduni actually hata wa kuwatafuta wataalamu walishe tuwalike kwenye familia zetu kwa ajili ya ushauri. Kwa ajili ya ushauri, kwa sababu pale ukiwa na mama, wewe mwenyewe na watoto, mkishauriwa kwa ujumla inakuwa ni njema zaidi, kwa sababu tukumbuke mtayarishaji wa chakula siku zote huwa ni mama na wale wanaoshinda nyumbani. Asante sana kaka Juma Kilaghai. Mtazamaji, tulikuwa na kaka Juma Hussein Kilaghai, yeye ni mtaalamu wa lishe, na leo tulikuwa tukiangazia lishe kwa mgonjwa wa kisukari. Na bila shaka mmefaidika vya kutosha, japo kwa dakika hizi chache ambazo tumelizungumza hili. Mtazamaji, kama nilivyokueleza awali, hii ilikuwa ni faidika na kwa hakika umefaidika. Sasa baada ya mapumziko mafupi tutakwenda kwenye kipengele cha 3 na kipengele cha mwisho kabisa katika kipindi chetu cha asubuhi njema, kipengele ambacho ni meza ya sheria, ambapo tutakuwa tukiangazia hukumu ya sikukuu na sherehe ambazo si za Kiislamu. Na katika kulizungumza hilo tutakuwa naye Sheikh Mikidadi Lipena. Twende mapumziko mafupi, tukirejea moja kwa moja tutakwenda kujiunga kwenye meza ya sheria. قلبي في أحبابه حلو الفصول ولقد تبدى حب قلبي للبشر حب الشريعة ليس يعروه الذبول قد طاب حب يجتنى. Africa TV, lengo letu ni kufikisha elimu na mafundisho ya Uislamu kwa Waislamu zaidi ya milioni 100 wanaozungumza lugha ya Kiswahili barani Afrika. Ungana nasi katika kulifikia lengo hili kwa kuichangia Africa TV. Kuchangia Africa TV kwa mitandao ya simu: Tigo Pesa nambari 0711556652, jina Africa TV Culture. M-Pesa nambari 0747244786, jina Africa TV Culture. Airtel Money nambari 0788449225, jina Africa TV Culture. Zantel Easy Pesa nambari 0779753275, jina Africa TV Culture. Kuchangia Africa TV kwa akaunti za benki: Amana Bank kwa akaunti ya shilingi ya Tanzania, account number 003194505001. Kwa akaunti ya Euro, account number 00319456500002. Jina la account kwa account zote mbili, yani account ya shilingi ya Tanzania na account ya Euro, ni Africa TV Culture Limited. Ungana nasi kwa kuichangia Africa TV kwa maendeleo ya umma. Africa TV, mwongozo wa maisha. Shekhe, moja kwa moja tuende katika ambacho tunazungumza. Tunazungumzia hukumu sikukuu na sherehe ambazo sizo za Kiislamu. Nadhani ili tuweze kupata sasa uwanja mpana wa kuzungumzia hizi, tungejua kwanza zile ambazo ni sikukuu na sherehe ambazo ni za Kiislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu watazamaji na ndugu watangazaji, tunapozungumzia sherehe tunakusudia katika Uislamu kwa maana ni ibada. Tukisema sherehe katika Uislamu ni ibada, na unapozungumzia ibada maana yake ndani yake kuna malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana sheria ya Kiislamu wakati imeruhusu hizi sherehe zikaweka na utaratibu jinsi gani watu washerehekee. Na aliyekuja kutuelekeza ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Tumeteremsha kwako wewe Muhammad hii Qur'ani ili upate kuwabainishia watu kitu ambacho kimeteremka kwao.
Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alizozileta sheria akamletea Mtume Muhammad. Mtume Muhammad sallallahu yeye akawa ndio mtafsiri wa kutueleza sisi utaratibu wa kuzitekeleza zile ibada na zile sheria ambazo ametuletea. Kwa hiyo tunapozungumzia sherehe au sikukuu, tuna maana katika Uislamu ni sheria ambayo imewekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallama alikwisha, kabla hajaondoka, alizungumza akawaambia Waislamu, taraktukum ala albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimewaacheni katika njia safi, njia clear kabisa ambayo haina matatizo. Njia ambayo hatopotea mtu yoyote atakayepita njia ile, yule ambaye amekusudia kupotea. Kwa hiyo katika kila jambo ambalo katika Uislamu tunalijua, basi limewekwa wazi na Mtume kashalibainisha. Na ndio maana jambo la kheri aliliweka wazi, na jambo la shari pia aliwabainishia umati wake kwamba hii ni shari, akawatahadharisha na shari hiyo. Tukizungumzia katika swala zima la sheria ya hizi sikukuu katika Uislamu, katika sikukuu katika Uislamu zimeelezwa katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallam kadima Rasulullah al-Madina wala hum yawmani yal'abun, aliingia katika mji wa Madina akawakuta watu wa Madina wana siku mbili ambazo wanazosherehekea, wanafurahi katika siku zile. Faqala, Mtume akawaambia, ma hadhani yawmani, ni zipi hizi siku mbili? Qalu, wakasema, kunna nal'abu fihima fil jahiliya, tulikuwa sisi tukifurahi na kucheza katika zama za ujahiliya kabla ya Uislamu. Ilikuwa ndiyo sherehe zetu, ilikuwa ndiyo sikukuu zetu, ilikuwa ndio furaha zetu. Mtume sana akawaambia, inna Allaha kad abdalakum bihima khairan minhuma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kubadilishieni siku mbili zilizokuwa bora kuliko hizo. Anawapa mbadala baada ya zile sherehe zao, anawaambia kuna sherehe ambazo zenye kheri, sherehe ambazo ukishereheka wapata thawabu ndani yake, walipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah amekwisha kubadilishieni siku mbili zilizokuwa bora kuliko hizo, yaumul adha wa yaumul fitr. Akawaambia siku ya Idi ya kuchinja na Idi ya kufungua. Na Idi hizi mbili, sherehe hizi mbili, sikukuu hizi mbili zinatokea baada ya matukio makubwa yanayofanyika katika Uislamu. Sherehe ya Idi al-Adha inapatikana baada ya watu kutoka katika ibada ya Hija wanakwenda kusherekea. Sherehe ya Idi al-Fitri inapatikana baada ya watu kufunga mwezi mzima wakiwa hawali katika kipindi cha mchana, wanamaliza wanaingia katika sikukuu na kusherekea. Kwa hiyo ni sheria ambayo imewekwa katika sheria hizo. Na hata siku moja Abu Bakar Siddiq aliwahi kwenda kwa Mtume sallam, kwa sababu Bakar Siddiq Mtume alikuwa ni mkwewe, alimuolea Aisha ambaye ni binti yake. Alikwenda akakuta kuna vibinti vinaimba, vinacheza. Abu Bakar kama vile akaingiwa na wasiwasi, kwa nini wanafurahi na ilikuwa ni siku ya sikukuu? Mtume salama akamwambia, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin ida, tambua kwamba kila watu wana sherehe, wana sikukuu, wa hadha iduna, na hii sasa ni sikukuu yetu sisi. Kwa hiyo akaelekeza utaratibu wa sikukuu hizo mbili, lakini sio mbili tu. Ndio. Kuna sikukuu nyingine ambayo Mtume sama ameelezea akiwa katika viwanja vya Hija. Aliwaambia, alisema, yaumu Arafa wa yaumu Nahl wa ayamu Mina iduna ahlul Islam. Anasema siku ya Arafa, siku ya Nahl ya kuchinja, na siku za Mina za kukaa katika mji wa Mina, zile ayamu tashrik, siku za kuanika nyama zile siku tatu, anasema hizi ni sikukuu zetu sisi Waislamu. Anawaambia ahlul Islam, sisi Waislamu, hizi ndio sherehe zetu. Kwa sababu siku ya Arafa ukiwa katika viwanja vya Arafa ulihusiwa kufunga, ule unakula tu wakati wote. Lakini pia yaumun Nahl, siku ya kuchinja, na ayamu tashrik, na yale masiku matatu Mtume akasema hii ayamu aklin wa shurbin, ni masiku ya kula na ni masiku ya kunywa. Lakini tunayo sikukuu nyingine, sikukuu ya siku ya Ijumaa. Sikukuu ya siku ya Ijumaa, Mtume sama anasema, hadha idun ja'alahu Allahu lilmuslimin, hii ni sikukuu ambayo ameijalia Allah kwa nani? Kwa Waislamu. Faman jaa aljumaata, yule atakayekuja siku ya Ijumaa, faliyaktasim, na aoge basi, kwa sababu ni siku ya sikukuu. Kwa hiyo haje amekuja vizuri. Hizi ndio sherehe ambazo zimeelezwa katika Uislamu. Ama kinyume na hapa, inaweza kuwa ni fikra na akili ya kuona mtu afurahike, lakini kufurahika kwake kunaweza kuwa ni maasiya, kwa sababu ni jambo ambalo sheria halikuweka. Sheria ndio imewekwa, na tumezungumza mwanzo ya kwamba Mtume sana ndio alikuja kubainisha hii sheria, alikuja kutueleza. Sasa kama sherehe na sikukuu ni ibada, lazima tutekeleze kama vile Mtume salama alivyotueleza. Asante sana brother Ayub, kabla hujaelekeza swali lako kwa
kwa Sheikh Mikidadi. Asante sana Sheikh Mikidadi kwa maelezo mazuri kabisa. Mtazamaji, bila shaka umeweza kuzisikia sasa sherehe ambazo ni sherehe za Kiislamu, na bila shaka hizo ndio ambazo tuna haki zaidi ya kuzisherehekea kuliko zingine. Kama nilivyoeleza awali, mtazamaji, utapata pia na wewe fursa ya kushiriki na sisi hapa katika meza ya sheria kwa kupiga simu na kuuliza swali lako kwa shekhe, au pia kama utakuwa unahitaji ufafanuzi wa jambo lolote kutoka kwa shekhe ama kutushauri, basi utapata wasaa huo baadaye kidogo. Na pia unaweza kutuuliza maswali ama kufanya vyote hivyo kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo Facebook ni Africa TV2, ambapo hapo pia tuko moja kwa moja live katika ukurasa huo. Unaweza kuuliza swali lako, lakini Instagram Africa TV2, Twitter pia ni Africa TV2. Ayubu, ulikuwa una swali kwa Sheikh? Kwanza mimi binafsi nimefurahishwa na mwongozo uliotupa, lakini tuna sherehe hizi za public holiday, mfano labda sherehe sikukuu ya wafanyakazi, sikukuu ya wakulima. Hii sasa imekaaje, ikiwa ni baya au zuri kusherekea? Kwa sababu hizi hazijatajwa katika mafundisho ambayo umetoka kuelezea, lakini kuna zile public holiday, hizi zimekaaje? Tayeb, alhamdulillah. Kwanza kama nilivyoeleza mwanzo kwamba tunapozungumzia sherehe na sikukuu katika Uislamu tunazungumza ni ibada. Na tukizungumza ibada tunahitaji kupata thawabu ndani yake. Sasa jambo ambalo litakuwa na nje na utaratibu wa kiibada, inaweza ikawa kimaslahi ya kibinadamu, inaweza ikawa kimaisha ya kibinadamu, watu wanaishi, akaamua leo asherekee, lakini asije akawahusia watu kuambia jambo hili mtu akilifanya kuna thawabu anazozipanga, au ni katika Uislamu anatakiwa asherekee hivi. Kwa sababu hata zama za Mtume salama wafanyakazi walikuwepo, hata zama za Mtume salama wakulima walikuwepo, hata zama za Mtume salama wazazi walikuwepo, hata zama za Mtume salama wapenda nao pia walikuwepo. Lakini Mtume akuona umuhimu vitu hivi na sheria ikumruhusu kufanya hivyo, ndio maana akatuambia sisi, akatuwekea mipaka na akatupa utaratibu wa jinsi gani tuweze kusherekea katika mazingira yetu ya kidini. Sheikh Mikidadi, umegusia hapo na ndipo ambapo nilikuwa naelekea. Juzi ilikuwa Ijumaa, ilikuwa ni tarehe 14, umegusia kuhusiana na swala la wapenda nao. Ilikuwa ni sikukuu kama wanavyoita wenyewe ya wapenda nao, na ni moja katika jambo ambalo limeathiri sana Waislamu wengi, haswa vijana. Na ni watu ambao wamekuwa wakitumia neno moja, wakishadadia sana na wamekuwa wakiziishi sana hizi sikukuu. Uislamu unatuelekeza nini kuhusiana na vitu kama hivi? Kwanza ndugu mtangazaji, ni wahusie vijana wenzangu ambao wanavamia vitu, wanapapia vitu ambavyo Uislamu havina mwongozo. Kwa sababu mapenzi katika Uislamu sio ya siku moja wala siku mbili. Sisi tumeambiwa tumedana. Hata Mtume salama aliwahi kuambia maswahaba, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, nisiwaelezeni jambo ambalo mkilifanya itakuwa mtapendana zaidi? Akawaambia afshu salam bainakum, toleaneni sana. Kwa hiyo utaratibu wa Kiislamu umetuelekeza jinsi gani watu wakitaka kuwa na mapenzi ya kupendana ya kikweli watumie utaratibu upi. Katika Uislamu sisi hatuna sherehe hizo. Hizo ni sheria, hizo sherehe zimetoka kwa watu ambao si Waislamu. Na Mtume salama anatuambia jitanibu aada Allah fi a'yadihim, jiepusheni na maadui wa Allah katika sikukuu zenu. Msije mkaziingilia sikukuu ambazo wahusu. Na ndio maana katika hatari kubwa ambayo Mtume alizungumza juu ya kuigaiga haya majambo, anasema la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadhwa an-na'li bin-na'li, mtafuata mwenendo wa wale waliopita kabla yenu ambao si Waislamu. Hatua kwa hatua. Akasema hata kama atapatikana mmoja wao amuingilia mama yake hadharani, basi katika umati wangu wapo watu watakeiga wako na fashion. Subhanallah. Yaani mtu aingilia mama yake hadharani, alafu mtu anaiga, ndio fashion, ndio utamaduni huo, na watu wakaige. Jinsi gani Mtume amezungumza? Maana amezungumza kwa ukali, kwa sababu kuna watu watajifananisha na mila ambazo si za Kiislamu. Uislamu umetuwekea utaratibu, tunazo sherehe za kisheria ambazo hizo tukizifanya mbali ya kufurahi, lakini pia tutakuwa tunalipwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko kujiingiza katika nakama ambazo sisi hazituhusu. Sheikh, kuna huu utaratibu ambao unaendelea kwenye familia zetu. Inawezekana ikawa si jambo zuri, lakini linaenda kuwa tamaduni. Kwa mfano, maisha yetu tunayajua haya wa Afrika. Tunaishi katika nyumba za kupanga ambazo zina mchanganyiko wa dini tofauti. Kuna zile sherehe za dini za upande wa pili. Sasa mama labda anajaribu naye kupika siku hiyo, kuna chakula pendwa katika kila mji unaopo. Sasa labda katika, kwa mfano hapa Tanzania, chakula pendwa labda pilau. Kila siku alipikwe, lakini siku ya sherehe hii mama au baba akaamua lipikwe pilau. Hawashereki,
lakini wamepika chakula ambacho kinapendwa kwa lengo kwa leo ni sikukuu. Hili nalo limekaaje Sheikh? Alhamdulillah. Ndugu mtangazaji, ni kweli kwa sababu jamii tuliyokuwa nayo ni hivyo. Na hata hao ambao sio Waislamu tunavyoishi katika nchi zetu, tunaishi katika njia za upendo, ushirikiano kwenye baadhi ya majambo. Lakini swala linapojengeka kwenye ibada, kwenye mfumo wa kiibada, Muislamu anatakiwa aangalie sheria yake. Kwa sababu walikulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Anasema Allah kwamba kila umma tuliufanya uwe na sheria zake na taratibu zake. Kwa hiyo inapoingia katika masaili ya ibada kwamba hiki chakula kwao ni ibada, hili sasa wewe haikuhusu, kwa sababu hii ni ibada kwao, si ya kwa wewe tena. Wewe umeshawekea sheria zako na taratibu zako. Panapoingia ni suala la ujirani, kwa maana kwamba jirani yangu sio ibada, hiki chakula kwao sio ibada, hili ni tatizo. Lakini ikiingia katika swala zima la ibada, hilo ni tatizo. Kwa sababu sisi tumewekea kila mmoja na sheria zake na utaratibu wake. Kubwa zaidi labda ni wahusie. Inawezekana wakati mwingine unapozungumza na wanasema unataka kuwagawa watu na kuwafanya watu wa matabaka. Tunavumiliana, tunaishi kwa kuvumiliana. Kila mmoja anaishi kwa kutekeleza ibada zake. Kubwa ni kupiana nasaha, kila mmoja arizike na kule anapokuona ni kuzuri kwake ili aweze kumvuta mwenzake ingie. Lakini tusiye tukaingizana katika ibada, mwisho wa maisha yetu ikawa ni mtihani kwetu. Kwa sababu hata Mtume sana maalishi na watu wa namna hii. Si kwamba Mtume zama zake kulikuwa na Waislamu peke yake, la, kulikuwepo na wasiyekuwa na dini pia. Lakini mambo haya yalikuwa yako wazi, kwamba inajulikana kwamba jambo hili ni la kiibada, haliwezi kunihusisha mimi katika swala zima la kiibada. Naam, Sheikh Mikdadi Lipena, naona mjadala mashallah tunafaidika, bila shaka mtazamaji pia anafaidika. Sheikh, kabla tujaenda kupokea simu za watazamaji kwa ajili ya maswali na michango yao, moja kwa moja mimi nina jambo ambalo pia limekuwa maarufu sana katika jamii na moja kati ya sherehe ambazo zimefanywa utamaduni na tunaendelea kuzifanya utamaduni vizazi na vizazi kadri tunapoelekea huko mbele. Kuna kitu kinaitwa sherehe ya sikukuu ya kuzaliwa, birthday. Na watu wengine wamepindukia kabisa, inakuwa ni sherehe kubwa zinaandaliwa. Hili limekaaje kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu? Ndugu mtangazaji, kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu kama tulivyotanguliza mwanzo katika maudhui yetu, tumetaja hadithi za Mtume sallallahu na sheria ambazo Mtume ameturuhusu tuzifanye. Na sisi katika Uislamu tunatambua kwamba kitu ambacho hakikuonekana bora wakati wa Mtume hakiwezi kuwa bora katika zama hizi. Kwa sababu Mtume sana akuondoka ila alitubainishia kila jambo. Kila kitu alituweka wazi. Akatuambia hii ni ibada, mkifanya mtapata thawabu, huku ni kumuasi Allah, mkifanya mtapata dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo ambalo Mtume sana alistahili kulifanya, kama ilikuwa kuna mtu anastahili kufanya birthday yake, alikuwa ni Mtume sana. Kwanza tukumbuke historia yake na tarehe yake na kazi kubwa aliyoifanya katika dini hii. Kulistahili yeye kuwepo na siku yake ya birthday yake kuifanya. Lakini kwa sababu yeye hakushughulika na hilo na wala hakulifanya hilo, haiwezekani wakapatikana watu leo wakasema tuna haja ya kulifanya hii si mila yetu. Na hii ni mila pia imechukuliwa kwa siku Waislamu. Waislamu sisi hatuna sherehe zetu, tumeelezwa kwa mujibu wa sheria. Na hizi sherehe pia hazikuachwa wazi. Sio maana yake kwamba ukiambiwa Idi basi ufanye unalotakawe, la. Hata hizi sheria pia, hizi sherehe pia zimewekwa utaratibu. Vipi ushereheke katika sheria hii, katika hiyo sikukuu. Sio kwamba kwa sababu ni sikukuu basi una uhuru wa kufanya lolote. Kuna utaratibu au mpango wa kisheria. Kwa hiyo kusherehekea mazazi yako wewe kwamba leo nimezaliwa, mwanadamu kwanza ukumbuke kwamba kuondoka kwa masiku na masiku katika, sio kwamba wewe ujisifie kwamba umevuka katika mwaka fulani. Tambua kuna miaka imekupita. Mangapi umeyafanya kutekeleza juu ya Mola wako. Mwanadamu utakiwa ujitu. Ukiona kwamba huu ni mwaka 2020, ulikuwa mwaka 2019 umeshapita, kikubwa ni kukumbuka 2019 nilifanya matendo gani ya kumridhisha Allah. Sio kushereheka, ni kulia kwa sababu umri ushaondoka. Tasurrul mar'u ma dhaba al-layali wa ma dhahabihinna illa lahu dhahab. Mwanadamu anafurahia kuondoka kwa masiku, lakini masiku hayaondoki. Yeye ndo anaaga na ondoka. Kubwa ni kujiandaa. Kwa hiyo hizi sheria Uislamu umetuwekea utaratibu wake na ukatupa kanuni jinsi gani na adabu, utaratibu wa kusherehekea, kwa maana hizi ni ibada. Kinyume na hivyo tutakuwa sisi tumetengeneza jambo ambalo sasa. Shekhe, nini hukumu, sheria sasa inasemaje kwa yule Muislamu ambaye anasherekea sikukuu ambazo si katika mila na tamaduni zetu wa Uislamu? Sasa sheria inatuambiaje hapa? Sheria baada ya kueleza utaratibu wa kushereheka na sheria ambazo zimewekwa, maana yake mtu ambaye atakayekwenda kinyume, kwa maana kwamba kamwasi mtume wake. Mtume kashatoa maelekezo, kaelekeza utaratibu, na mwisho wake sasa Mtume sana anasema man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Ukijifananisha na watu
basi na wao utakuwa ni katika wao. Na hao katika wao Allah alikushazungumza katika Qur'ani akiwataja jinsi gani wao wanavoridhia watutoe sisi katika dini. Wadda kathiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, wanapenda wengi katika ahli alkitab wakutoweni katika imani zenu, katika dini zenu, wakurejesheni kule kwa kumwasi Allah kama wakiweza kufanya hivyo. Sasa tendo la wewe kusherekea kitu ambacho mtume akikuweka, maana yake ni kuiga watu fulani, na unapoiga watu fulani hiyo umejifananisha na watu. Ukijifananisha na watu, hukumu yako inaendana na hukumu ya wale watu waliokuwa nayo. Lakini pia Waislamu wanatakiwa kutambua ni kitu kimoja kwamba Omar al-Khattab wakati ilipoteremka ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kwamba aya hii imekuja kukamilisha Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha sana. Yasemekana ukisoma katika tafsiri Ibn Kathir asema ilichukua siku 81 toka mtume sama kuondoka baada ya hii kuteremka, kwa maana kwamba ilikuwa wahi ushakatika tena. Akatokea Myahudi mmoja kumfuata Omar akamwambia Omar, lau sisi Mayahudi ingekuwa tunajua kitabu chetu aya ya mwisho kuteremka, basi siku hiyo tungeifanyia ni sherehe. Lakini washangalie Waislamu, mnajua leo akmaltu lakum, kwani msishereke? Kwa sababu ndio aya ambayo inafunga wahi. Omar anamwambiaje, naijua aya hiyo siku ile teremka, mtume alikuwa sehemu gani, saa gani, lakini kwa sababu sheria haikutueleza, hatuwezi kulitengeneza jambo ambalo sheria haipo. Allah akbar. Mtazamaji, bila shaka tunafaidika. Kwa hiyo kama nilivyoeleza awali, kwa kuna nafasi pia kwako wewe kuweza kupiga simu, kuuliza swali ama kutoa mchango wako ama kututaka ushauri kutoka kwa shehe au kutupa sisi ushauri. Nambari za simu tayari zinaonekana kwenye runinga yako. Sasa ni wasaa wako wewe kuweza kupiga simu na kuuliza swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji. Wa alaykum salam. Nimerudi tena bwana, naitwa Aziz Malik kutoka Newala. Aziz Malik kutoka Newala. Naam, karibu. Karibu sana, karibu sana. Asante. Mimi nilikuwa na kwanza hii semi kwa maana kwamba imetokea, ni swali ambalo kama ikitokea ambalo nitaliuliza. Ndio. Nini hukumu ya sisi Waislamu kwa mfano siku ya Eid? Ndio. Alafu tukamwalika Ukristo akaja kuwa mgeni rasmi, basi wageni natokeaje mara nyingi? Ndio. Ukamwalika afu akaja akawa mgeni rasmi kwenye hii siku yetu. Nini hukumu yake? Sawa. Una swali jingine bwana Abdulaziz? Hapana, ilikuwa ni hilo tu. Shukran sana. Swali lako litajibiwa insha Allah. Mtazamaji, bado naendelea kukukumbusha kuwa una fursa ama nafasi pia kuweza kuuliza swali lako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambazo ni Africa TV 2, Facebook Africa TV 2, Instagram Africa TV 2, lakini pia unaweza kaenda kwenye Twitter ambayo pia ni hivyo hivyo Africa TV 2, na hapo ukiuliza swali lako basi moja kwa moja tutaliwasilisha kwa shekhe naye ataweza kulijibu swali hilo. Lakini na pia tunaendelea kuwakumbusha watazamaji wetu kuwa hiki ambacho kinaendelea hapa ni asubuhi njema, na hili ambao unaliona sasa ni kipengele cha 3 ambao inaitwa meza ya sheria, na tunaye Sheikh Mikidadi Lipena hapa. Naam, tuzungumzie mtazamaji. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Narudia tena kuuliza swali. Na unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Rehema, natokea Sikonge. Dada Rehema wa Sikonge, karibu tena. Asante. Nauliza kwenye sherehe mfano ya harusi za Kiislamu. Ndio. Je, kwenye harusi za Kiislamu pia unapotaka labda kufanya sherehe za Kiislamu ukaweka dufu pale ukazikiri, je ni jambo la heri au utakuwa hapo nimevuka mipaka? Swali lako limefika na shekhi atalijibu inshallah. Shukran sana. Naam, shekhe, bado tunaendelea kupokea, tuna simu takriban simu 2 za mwisho kwa sababu muda pia si rafiki sana. Shekhe, kuna jambo wakati tunaendelea kupokea simu hapa, kwa ufupi tu, kwa haraka pia ningependa kuuliza kwa sababu ni moja kati ya mambo ambayo yanajitokeza sana kwenye jamii yetu. Kuna watu wanasherehekea sherehe za watoto. Nitarudi na swali hilo kwako tena. Mtazamaji, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Abdalla, napiga simu kutoka Singida. Abdallah kutoka Singida, karibu. Asante. Swali langu linauliza hivi. Ndio.
swala ya jeneza inaruhusiwa kuswali bila udhu? Asante. Swali langu linauliza hivi. Naam. Swala ya jeneza inaruhusiwa kuswali bila udhu? Inshallah tumesikia swali lako Sheikh Abdallah kutoka Singida. Sawa inshallah. Haya. Naam, mtazamaji, imebaki simu moja ya mwisho kisha Sheikh atajibu maswali ambayo yameulizwa. Lakini pia tu nitoe msisitizo, kwa mfano ndugu yetu Abdallah yeye ameuliza swali ambalo liko nje ya mada. Tuwatake sana mnapopiga simu na kuweza kuuliza swali ama kutoa ushauri ama kuhitaji ushauri, basi tujikite zaidi katika hichi ambacho tunakizungumza hapa leo, ambacho ni hukumu ya sheria zisizo za Kiislamu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Karibu mtazamaji, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Mimi naitwa Muhammad, natoka Nzega. Muhammad, punguza sauti ya runinga yako Sheikh Muhammad. Naulizia swali katika sala, katika ibada. Sasa sijui inawezekana kwamba kufanya baada ya sala, umeshamaliza sala, umetoa salamu, unaweza kuomba dua kwa Kiswahili? Swali lako limefika. Mtazamaji, bado tunasisitiza kuuliza swali kulingana hichi ambacho tunakijadili. Kwa bahati nzuri Africa TV tunajali matakwa ya watazamaji. Kama una swali lingine lolote nje ya hichi ambacho tunakijadili, basi kuna uwanja mzuri kabisa wa kuuliza, nao si mwingine ni kipindi pendwa kabisa cha Uliza Ujibiwe, kipindi ambacho kinakujia kila siku za Jumatano, Jumamosi na Jumapili kuanzia 3 kamili za usiku mpaka saa 4 kamili. Huko unaweza kuuliza swali lolote lile na ukapewa ufafanuzi wake bila mipaka. Lakini hapa tujikite zaidi katika hichi ambacho tunakijadili. Tunajadili kuhusiana na hukumu ya sherehe zisizo za Kiislamu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Nitoe nafasi kwa simu moja ya mwisho, alafu baada ya hapo Shekhe atajibu maswali. Shekhe, kwa haraka unasema kuna sherehe ambazo zimeingizwa, zimekuwa ni utamaduni pia. Utakuta mtu hasa wanafanya wakina mama, amejifungua, amepata mtoto, anasubiri mpaka siku ya 40 wanafanya kitu kinaitwa 40. Wengine wanasema ni 40 ya mtoto, wengine wanasema ni 40 almuhimu ni 40. Hili limekaaje? Alhamdulillah. Ndugu mtazamaji wa Africa TV, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa maelekezo kwamba mtoto anapozaliwa kitu gani kinatakiwa kifanyike. Ama tamaduni za siku ya 40, siku 30, siku 100 ni mambo sheria haikuweka, na sijui 40 hii ina jambo gani. Lakini Mtume sama akatueleza kwamba mtoto anapofikia siku ya 7 baada ya kuwa ameshazaliwa anatakiwa afanywe hakika. Mtume sama anasema mtoto anapozaliwa hakika yake ndio kumuondoa katika rehani aliyokuwa nayo. Sasa hakika unamchinjia mbuzi wawili kama mtoto wa kiume na mbuzi mmoja kama mtoto wa kike. Alafu ndio siku ambayo ananyolewa nywele zake, ndio siku ambayo anapewa jina katika siku ile, siku ya 7. Hii ndio sheria ambayo umetuwekea, na Mtume sama alilifanya hili kwa mkono wake mwenyewe. Sio kwa maana ya kwamba ni jambo kalizungumza, la, bali na mwenyewe alitekeleza hili. Ama hizi tamaduni, na sasa hivi hata hizo hakika zenyewe zimesaulika katika jamii, kwa maana kile ambacho dini kimeelezwa hakitekelezwi, bali kilichobakia ni mazoea. Siku 40 au miezi miwili au siku kadha watu wanafanya masherehe kinyume na sheria ya Kiislamu. Hebu tuyafanye haya ambayo Uislamu umeelekeza, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa mbili. Kwanza, umetekeleza uliofundishwa, lakini pili, umepata thawabu katika kile kukifanya. Kinyume na zile sherehe ambazo zitakuwa hazina mantiki katika Uislamu, wala Uislamu hazijaelekeza. Asante sana Shekhe. Sasa tuende moja kwa moja kwa maswali ambayo yameulizwa na watazamaji wetu ili uweze kuyajibu. Kuna mtazamaji wetu kama tulivyomsikia kutoka Newala, Abdulaziz Malik, anauliza kuwa kumwalika Mkristo kuwa mgeni rasmi katika sherehe zetu, mathalan Eid, anauliza jambo hili kisheria limekaaje? Alhamdulillah, kumwalika mtu ambaye si Muislamu katika sherehe zetu ni jambo ambalo, kwa sababu ni jambo linatazama kiongozi wa dini ametazama maslahi gani ya kumleta pale. Sisi Waislamu kulingana na mazingira yetu tulivyo, tunaishi na watu ambao si Waislamu katika nchi zetu. Wakati mwingine tunakuwa na maslahi ya kidini katika kulifanya hilo.
kwa sheria hilo si tatizo, bali kama itakuwa ni sababu ya kuwafanya Waislamu wadhoofike kwa ujio wake litakuwa ni tatizo. Kama ujio wake itakuwa ni sababu ya Waislamu kuwafanya wadhoofike litakuwa ni tatizo. Lakini kama kuja kwake Waislamu wamelifanya hili kwa lengo la kimaslahi ya kidini na kimaslahi ya kidawa. Na maslahi ya kidini na maslahi ya kidawa tunayafahamu kwamba sisi Waislamu katika misingi ambayo tumewekewa, sio kwa sababu huyu kiongozi si Muislamu ndio atakiwa kuombewa dua, atakiwa kukaribishwa kwenye mambo yetu. La, miongoni mwa usuli za Ahlusunna wal Jamaa misingi yake mikubwa ni kuombea dua watu wao waongoze. Kwa inawezekana ujio wake kawa ni sababu ya kuongoka. Kama lengo na makasi na masali ni hayo, hilo halina tatizo. Lakini ikiwa ujio wake ni kudhoofisha Waislamu, hili litakuwa ni tatizo. Shukran. Kulikuwa na swali pia kutoka kwa dada yetu Rehema kutoka Sikonge. Yeye alikuwa anauliziana kuhusiana na sherehe hizi ambazo ni harusi za Kiislamu. Alikuwa anauliza kwenye sherehe ambazo ni harusi za Kiislamu kuongezea vitu kama kuwa na vitu kama dufu na dhikri kwenye hizo sherehe. Anauliza jambo hili limekaaje kisheria? Tayeb. Ndugu zangu katika imani na Waislamu kwa ujumla, tunatambua ya kwamba ndoa ni katika ibada. Naam. Na kama nilivyoeleza mwanzo katika ibada hizi za sherehe, kama ndoa ni katika ibada, kwa maana kuna kanuni na taratibu ambazo zimeelezwa kwa wanandoa. Kuna taratibu na kanuni ambazo zimeelezwa kwa wanandoa. Uislamu tumesema alifunga ndoa mwenyewe, maswahaba walifunga ndoa na taratibu hizo walizielekeza na watu jinsi kulifanya. Hata siku moja Mtume sama alimkuta Abdurrahman ametoka, anamwambia na kuona una alama ya kwamba wewe ni bwana harusi. Umefanya walima? Walima ni kutengeneza chakula. Je, umefanya walima? Akasema sijafanya walima. Mtume akamwambia au limi wala ubesha. Fanya walima hata ni kwa mbuzi mmoja. Kwa hiyo kukaelekezwa kwamba kumbe utaratibu wa sherehe ya ndoa kunahitaji watu wale na si vinginevyo. Kwa sababu anaambiwa fanya walima hata kama ni kwa mbuzi mmoja. Tatizo kubwa lililokuwepo katika jamii hii ya Kiislamu hivi sasa, kwanza ni uchache wa watu kuisoma dini yao. Na yani tumefika wakati kwamba Waislamu tumekuwa kama vile behewa la treni. Tunakwenda kufuata kile kitu kinakoelekea. Kwamba kile unamwambia anakuambia mbona shehe wangu hajasema? Mbona sijamsikia shehe fulani? Alafu akimsikiliza anayezungumza inawezekana ana miaka 30 au 40 akakwambia hawa si wajuzi, kuna watu waliopita miaka ya nyuma. Sheria yetu ya Kiislamu inatutaka sisi tuangalie Qur'ani nasemaje, tuangalie Sunna Mtume nasemaje, tuangalie ijma za wanachuoni zinasemaje. Tukiangalia vitu hivi, ndio maana Qur'ani ikasema man yushakiki rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, yule atakayekuwa na matatizo akampinga Mtume sallam akafuata njia ambayo si ya Waislamu, njia isiyokuwa Waislamu, anakusudia ni sahaba, basi asema ni wali ma tawalla, au asema tutamuelekeza kule anakokutaka, lakini mwisho wa nuslihi jahannam wa saati masira, tutamtosa katika jahannam na hiyo ni sehemu mbaya. Tutambue kwamba ndoa ni sheria, na kama ni sheria, kabla hatujaingia kwenye ndoa lazima tusome kujua ndoa taratibu zake ni zipi. Tusiingize vitu ambavyo vipo kwa kuwatazama watu wa upande wa pili wanafanyaje. Tukifanya hivyo tutaharibu shughuli zetu na mwisho wake ndio maana hizi ndoa za hivi sasa zimekuwa ni mtihani mkubwa. Sema za kifurushi. Siku 2 siku 3 watu washamwagikana kwa sababu misingi haikufuata utaratibu wa ndoa. Asante sana Sheikh Mikidadi Lipena. Kuna maswali mengine ambayo yalikuwa yameulizwa na ndugu zetu Abdallah kutoka Singida, lakini pia kulikuwa na swali kutoka kwa ndugu yetu Muhammad kutoka Nzega. Maswali haya yalikuwa ni nje ya kile ambacho tunakijadili. Kwa hiyo ni waombe tu ndugu zetu hawa waweze kufuatilia kipindi chetu cha Uliza Ujibiwe leo itakapotimu saa 3 kamili usiku mpaka saa 4, na basi huko wataweza kupata majibu ya haya maswali yao waliouliza, kwa sababu hapa tunachoangazia ni hukumu ya sherehe ambazo si za Kiislamu, na tulikuwa tukilifanya hilo na Sheikh Mikidadi Lipena. Sheikh, sasa kwa sababu muda wetu tayari umeshakwisha, na nikutake tu utoe nasaha kwa vijana lakini na Waislamu kwa ujumla kuhusiana na swala zima la kuzipa nguvu ama kusherehekea sherehe ambazo si za Kiislamu. Alhamdulillah. Ndugu watazamaji wa kipindi hiki, kwanza tuelewe kwamba Uislamu ni dini ambayo imekamilika, haihitaji ziada ya fikra ya mtu. Kwamba kuna fikra hata kama ulikuwa na akili kiasi gani, akili umepewa ili utekeleze sheria. Akili ya ukupewa uitengeneze sheria. Kwa hiyo kama dini ya Uislamu imekamilika, haihitaji ziada ya chochote kile. Hata kama una akili ya kuzidi hapo,
haihitaji ziada chochote, kwa sababu ishafanyaje, ishakamilika. Sasa niwahusie vijana kwamba haya majambo ambayo tunayafanya, kama tulivyozungumza mwanzo, sheria ambazo si za Kiislamu haziruhusiwi Muislamu kuzifanya, na anapozifanya amejifananisha na wale ambao wanaofanya. Sasa ataangalia hukumu yake ukijifananisha na watu ambao si Waislamu, hukumu yake ni nini? Sasa kama wewe kijana, kilicholazimu kwako wewe kwanza ni kujisomesha dini, kwa sababu katika nawaqidh al-Islam, katika vitenguzi vya Uislamu vinazungumzwa na wanachuoni, wametaja kimojawapo ni mudhaharatul mushrikina wa muawanatihim, ni kuwapa nguvu wasiokuwa Waislamu na kuwasaidia katika mambo yao. Inapofikia hatua na wewe unatuma salamu kwa mpenzi wako, kwa yule unayempenda, kwamba hii ni sikukuu ya wapenda nao, maana yake tayari unaipa nguvu sherehe yenyewe. Ukiipa nguvu ni katika nawaqidh al-Islam ambazo zimezungumzwa katika Uislamu, vitu ambavyo vinamtoa mtu katika Uislamu wake. Sasa tutambue kabisa, hatuna sherehe ya mama, hatuna sherehe ya wapenda nao, hatuna sherehe ya kuzaliwa. Sisi sherehe zetu zimeshawekwa wazi na malengo ya sherehe hizi zimeshaonyesha. Tumeona kwamba sherehe kubwa ambayo inapatikana ni baada ya watu kuondoka katika ibada kubwa, ibada ya hija. Mtu akirudi hana dhambi kwa ushahidi wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa anatakiwa asherekee. Ibada ya Ramadhani, mtu amefutika madhambi yake na ameachwa huru na moto, anatakiwa asherekee kumshukuru Allah kwa kumaliza mwezi salama wa kupata hiyo baraka. Na hii sikukuu ya siku ya Ijumaa, Mtume sama anazungumzia, anasema kwa sababu ni ibada ya wiki mzima. Umefanya ibada wiki mzima, unakuja kusherehekea siku moja baada ya kumaliza ibada za wiki. Ndio maana Mtume akasema al-Jumaa ila al-Jumaa mukaffirati ma bainahuma idha tunibatil kabair. Kutoka Ijumaa mpaka Ijumaa kunafutiwa madhambi, lakini mtu akijiepusha na madhambi makubwa. Sasa niwahusie vijana, tusijiingize katika mambo ambayo Waislamu sisi hayatuhusu. Dini yetu imekamilika, dini yetu haihitaji ziada, dini yetu haitaki maarifa ya watu kwamba wana akili zao. La, kama kulihitaji ziada, basi waliotangulia ambao ni masahaba walistahili kuzidisha chochote katika dini. Asante sana Sheikh Mikidadi Lipena. Mtazamaji, bila shaka umenufaika vya kutosha kulingana na kipengele hichi na hichi tulichokuwa tunakizungumza hapa katika meza ya sheria. Basi tangu hapa awali tulipokuwa, ulikuwa nami Rajab Msami, nilikuwa na mwenzangu, mimi naitwa Ayubu Mgema. Tukusisitize tu kwamba badala ya hili kuna jingine zuri linakuja kutoka hapa Africa TV. Usiondoke, kwa sababu kama unavyofahamu Africa TV ni mwongozo wa maisha. Kwa hiyo hapo ulipo usiondoke, kwa sababu kuna jingine zuri laja badala ya hili. Nikusihi pia usisahau kufuatilia kipindi hichi kila siku za Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5, na unaweza ukashangaa sasa hivi tumekwenda zaidi ya saa 5. Hizi kama tulivyoomba radhi hapo awali yalikuwa ni masuala ambayo yako nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo utataka radhi kwa hilo, lakini mpaka hapa tulipofika tunasema hatuna la ziada. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Mimi naitwa Rajab Msami, nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في أحبابه حلو الفصول، ولقد تبدى حب قلبي للبشر. حب الشريعة ليس يعروه الذبول، قد طاب حب يجتنى